Mchagueni Mungu wa kweli mtakaye muabudu. Sita kwa mawazo mawili hata lini? Mchagueni Mungu wa kweli mtakaye muabudu. Mchagueni Mungu wa kweli mtakaye muabudu. Sita kwa mawazo mawili hata lini? Ndipo uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Ndipo uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Kama Elia alivyowakusanya watu mlimani, kama Elia alivyowakusanya watu mlimani, wakasadiki kuwa Mungu wa Elia ndiye Mungu. Kama Elia alivyowakusanya watu mlimani, kama Elia alivyowakusanya watu mlimani, wakasadiki kuwa Mungu wa Elia ndiye Mungu. ndipo uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Ndipo uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. Naniombeni kwa jina lake Mungu mliyechagua, naniombeni kwa jina lake Mungu mliyechagua. Mungu ajibuye kwa moto ndiye Mungu tasikia. Naniombeni kwa jina lake Mungu mliyechagua, naniombeni kwa jina lake Mungu mliyechagua. Mungu ajibuye kwa moto ndiye Mungu tasikia. Ndipo uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. mwabudu Mungu kwa imani. Uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, Hakika unapoomba, nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani. umwabudu Mungu kwa imani. Uwe na uhuru wa kuabudu kwa hiari, Nawe uwe na hakika unapoomba kwa imani.
mstari wa kwanza hadi 14. Mafarisayo walichukizwa na mambo waliyoyafahamu vyema katika Torati. Tukisoma Mathayo 15 mstari wa kwanza hadi 14, Mafarisayo walichukizwa na mambo waliyoyafahamu vyema katika Torati. Unaimba na kuchukizwa ni yale uyaimbayo, maana uyatendi. Ukipofu basi waongozaje mwingine njia usiyoiona? Unaimba na kuchukizwa ni yale uyaimbayo, maana uyatendi. ukipofu basi waongozaje mwingine njia usiyoiona? kila pando asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa, litang'olewa. na kipofu Kiongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. kila pando Asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa, litang'olewa. na kipofu Kiongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Wahubiri na kuchukizwa ni yale uhubirio, maana uyatendi. ukipofu basi waongozaje mwingine njia usiyoiona? Wahubiri na kuchukizwa ni yale uhubirio, maana uyatendi. ukipofu basi waongozaje mwingine njia usiyoiona? kila pando Asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa, litang'olewa. na kipofu Kiongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. kila pando Asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa, litang'olewa. na kipofu Kiongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Wasikizana kuchukizwa ni yale usikizayo, maana uyatendi. ukipofu basi waongozaje mwingine njia usiyoiona? Wasikizana kuchukizwa ni yale usikizayo, maana uyatendi. ukipofu basi waongozaje mwingine njia usiyoiona? kila pando Asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa, litang'olewa. na kipofu Kiongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. kila pando Asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa, litang'olewa. na kipofu Kiongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. kila pando Asiloli panda Baba wa mbinguni, litang'olewa,
litang'olewa. Na kipofu Kiongoza kipofu wenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Basi ndugu zangu wapendwa, So my beloved brethren, ni Jumapili this is a Sunday ya tarehe 30. of 30th. Tunaelekea kumaliza mwezi wa 5. We are almost ending the month of May. Mwisho wake ni kesho. It's ending tomorrow. Haleluya. Hallelujah. Mungu akituleta namna hii, When God brings us like this, huwa ana sababu. He normally has a reason. Tena huwa ameshaweka tayari And again, He has prepared maneno ya kutuhusu sisi a wenyewe. word that concerns our lives. Hatuna letu. We don't have our own issue. Mungu ametuleta God has brought us kwa sababu alitulaza, because He made us tena live. And akatuamsha again, He has woken us na akatuhimiza kuja and kanisani. He has told us to come to church. Sasa kuja kanisani So our coming to si church bahati nasibu. is not by good luck. Mungu ndiye anatuleta, It is God who has brought you, maana anakusudi tusikie neno lake. because He has a purpose that you may hear His Tunaishi word. hapa duniani kwa neno. We are living on earth here because of the word. Yesu alituacha hapa Jesus left us here duniani, on earth, akasema and He said anaenda kwa Baba, He is going to the Father. anaenda kutuandalia He's going makao. to prepare a place for us. Akisha kukamilisha, And after He's done with anarudi that, tena. He will come back. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lengo atukaribishe The aim is to invite us mahali alipo, where He is, nasi tuwepo hapo, we may also be there, ili yale yote Mungu aliyomkirimia so that all that God has promised for us, tukayatazame na sisi we may also look at them tukiwa pamoja na yeye. while we are together with Him. Sasa akatuacha katika neno. So He left us with the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akatuacha katika He neno, left us with the na word, anataka akirudi and He wants, when He comes back, atukute tumekaa kwa neno He lake, should also find us abiding by that ili word, makusudi atukaribishe. so that He can take Na us. neno si lingine, And the word is no ni lile other ambalo but that one, kila wakati that every time Mungu analitia God is putting it ndani ya mnenaji inside the speaker, aweze kunena na sisi. that He may be able to talk to us. Kwa hivyo wewe, njaa yako kubwa, So your greatest ukija job, when kanisani, you come to church, omba Mungu you pray to God uwe pamoja na huyo that mnenaji, you should be together with the speaker, uenende pamoja that you naye, should walk with Him, umpokee, that you receive Him, umpokee, that you receive Him umshikie and hear Him na umpokee, and also receive Him, maana yale anenayo because all that He ndiyo says atatufanya sisi will make us tumuone Bwana Yesu. to see the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nashukuru kwa So vile I thank God because He has brought na us, mnenaji yuko tayari. and the speaker is also ready. Sisi tumpe nafasi Let us mapema give Him a chance early, anene na sisi. that He may be able to talk to us. Yeye ndiye mwenye maneno. He's the one who's been given the word. Mimi nikisimama When hapa I stand here, si mnenaji, I'm not the speaker. nakaribisha. I'm just inviting. Ndio sababu That's why na kuhimiza I'm insisting moyo wako that your heart na mawazo and yako all your thoughts na masikio and yako all your ears yaelekee kwa mnenaji, should be directed to the speaker, si kwangu mimi. not to me. Yaelekee kwa mnenaji, Let them be directed to the maana speaker, yale atakayonena because what is going to ndio say yaliyotuleta hapa. are the words that have brought us here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo naomba tuinamishe So let vichwa us all bow vyetu down our heads ili makusudi so that tumpe nafasi we may mapema give Him a chance early, anene na that He sisi. may be able to talk to us. Baba, ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa upendo wako mkuu. Asante kwa ujumbe ambao tayari Bwana umeuweka ndani ya mnenaji kwa ajili ya roho zetu. Baba, naifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Kwa hivyo tulia mahali So ulipo. be calm where you are. Mungu anakuja pale God pale. is coming right there. Neno linakuja pale The word pale. is coming right there. Neno litatembelea kila The mmoja word is going to visit each one of kwa us. namna zake. If there's any sin, Karibu Pastor Rimba. welcome Pastor Rimba. Karibu Welcome. unene nasi. Come and talk to us. Sisi tukija hapa When we come here, tuna njaa we are hungry. ya kusikiliza. We want to hear the word. Wewe tuambie So you tell us kila neno unalohimizwa. every word that is insisted in Tuambie. you. You tell us.
Sisi tuko tayari kusikiliza. We are here to hear. Tunataka lile la We kutuokoa. want the word of salvation. Karibu pastor. Welcome, Pastor. Karibu sana. Welcome very much. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Amen. Tunamshukuru Mungu wetu, We thank our God, Mungu wa mwanzilishi, God of the founder, missionary na mama yetu, missionary, together with our mother, kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel Kea Mzungu, the prayers of his servant, Emmanuel Kea kwa Mzungu, kutulinda for securing us wiki yote tangu Jumapili mpaka sasa. the whole week from last Sunday up to date. Tumeokolewa na mengi hatukuyaona, We have been made to escape from many. We have not been able to see them, ambayo yangetukuzuia tusije hapa, which maybe would stop us from coming here. lakini Mungu wetu ametulinda nayo But our God has made us escape from that mpaka ametuleta pamoja. until he has made us gather together. Amen. Amen. Ni furaha kubwa na shukrani kubwa. It is great joy and we are so grateful. Mungu yeye ni mwema yeye. God is always good. Alisema msiache kusanyika pamoja. He said you should not forsake assembling together. Anafanya bidii And he's working very hard kutulinda, kutuleta pamoja, to make sure he secures us and brings us together, maana hatujafika bado. because we have not yet attained. Afikaye unasikia amechukuliwa ameenda. Whosoever has attained, you will hear he has been taken. Afikaye unasikia amechukuliwa ameenda. Whosoever attains, you will hear he has been taken. Ukiona wewe na mimi bado tuko, So if you find you and me are together with us here, hatujafika we bado. have not yet attained. Lakini ukifika But once you have attained, tunaenda. you'll be taken. Kwa hiyo ni nafasi tuitumie So it is an opportunity that you should use, kutengeneza safari yetu hiyo ya mbinguni. amending our ways for the sake of the journey of heaven. Maana hatujui saa wala wakati. Because we never know the time or the hour. Ajuaye ni Mungu. The one who knows that is God. Haleluya! Hallelujah. Kwa hiyo tumeletwa. So we have been brought. Mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea The Mzungu servant of God, Emmanuel Kea Mzungu, ana furaha kubwa has great joy kukuona wewe uko hapa, seeing you, that you are here. na yeye kwa furaha nyingi And hiyo because of that my joy, amewasalimia katika jina kuu la Bwana he has Yesu. greeted you in the great name of Jesus Christ. Amen. Amen. Salamu nyingi sana kutoka kwake. Many greetings from him. Asante sana kwa kuzipokea. Thank you for receiving the greetings. Haleluya. Hallelujah. Yeye husema tuko He safarini. normally says that we are traveling. Tunasafiri kiroho, We are traveling spiritually. tunasafiri kiroho. We are traveling spiritually. Huoni, lakini tunasafiri. You don't see, but then we are traveling. Tunaenda hivyo. We are going. Ukijaliwa kule ndani If you're enabled in your heart kuamini. to believe. Tunamshukuru Mungu wetu So we thank our God kwa alivyotutia nguvu. the way he has strengthened us. Jumapili iliyopita, Last Sunday, baada ya kuhimizana Jumapili ile nyingine after insisting each other that last Sunday, kwamba store yetu hii that our store, huwa inabaki vikapu 12 kila mkutano, after the crusade, every time we are normally remaining with 12 na bags of hivi sugar. tuna mikutano kadha hatukusanyiki pamoja. But we have about 2 crusades that we have not been able to be together. Tumekula vikapu 12 So mpaka we have tumevimaliza. consumed all the 12 bags and now we are finished with nothing. Store yetu inakuwa kavu. So our store is totally empty or dry, Wana wahubiri nao wamefungiwa na corona huko. because preachers are also tied up there because of corona. Amen. Amen. Ndio tukahimizana That's why we insisted to each other kila mmoja angaa kilo moja that tu. at least everyone should bring 1 kilo. Nami nitasema Mungu awabariki sana 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 And may I say God bless you very much and very kwa much umoja wenu. because of that unity. Tena sana. And very much. Mungu ambaye mwanzisha awabariki sana. May the God of the founder mother bless you very much. Tena sana. And very much. Amen. Amen. Maana Jumapili ile
Because last Sunday, kufikia Jumatatu, coming to Monday, tulikuwa tuna gunia 12 we had 12 bags of sugar za kilo 50 of 50 kilos each. na kuendelea kufikia Jumatano So coming to Wednesday, zikawa zimefika 20 we had now 20 bags, na kufikia sasa tuenda mbele bado. and now we are still moving ahead. Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe hujaleta yako If you haven't brought your kilo, ni sawa, lakini sisi tulileta, it is okay, but we have brought, tuliwezesha. we have been enabled. Wewe pengine hukuwezeshwa kwa sababu So maybe you're not enabled because tulipohimizana hivyo hukupokea. when we told each other that way, it never received. Lakini wale waliowezeshwa ni kwa sababu walipokea. But those who are enabled is because they received. Kila mmoja akasikia ni mdeni. Everyone felt that he was indebted, Store ikauke. that the store Hata should be mtumishi wa dry. Mungu afanye kutumia sadaka anunulie Until the wandugu na servant of wadada God uses the arms to buy for brothers and wanaoshinda sisters hapa kusaidia who are kazi, working for the church here, atoe pesa, that he should give money, sadaka ya Mungu. the arms of God. Hapana. No. Aliyepokea namna hiyo So the one who received that ndiye way alitiwa nguvu is the one who was strengthened kuleta kilo yake, to bring his 1 kilo. mwingine 2. Others brought 2. Amen. Amen. Mwingine gunia. Some brought a bag. Hallelujah. Hallelujah. Maana uwezo unakuja Because power is coming kwa kufanya jambo for doing something unapojaliwa kupokea kule ndani. when you're enabled to receive from your heart. Kule ndani From your heart. unapojaliwa When you're enabled kupenda kule ndani, to love inside, kupokea kule to ndani, receive in your heart, nguvu zinakuja. then the power will come. Si kwamba waliotoa wana It's vingi, not that those who gave have a lot. si kwamba waliotoa ni kwa sababu wana pesa nyingi, It's not that those who gave have a lot of money. kwa sababu It walipokea is because they received wakapewa uwezo and they were given the power kujikana kwa jambo lake. to deny themselves in their own things. Akasema hii kilo moja napeleka, But then they say, let me take this wacha 1 kilo mwanangu there. akose Let my son have nothing, tupungukiwe, lakini nikapeleke. that we may lack here, but then I take this 1 kilo there. Sasa baraka zikija, So when blessings come, aliyetoa kilo moja, the one who gave a kilo, aliyetoa 2, the one who gave 2, kilo moja atapata baraka zake. everyone will get a portion of the blessings. Na hata kama hujaleta, mlango uko wazi, And hujachelewa. even if you have not brought, the door is still open. Amen. Amen. Pengine wewe ulisema mtu kama mimi kilo moja ngoje kilo 20. Maybe you said, a man like me to give 1 kilo, let me wait for 20 kilos. Hallelujah. Hallelujah. Wale waliotimiza But those who fulfill, ni kwa sababu walijaliwa kupokea. it is because they are enabled to receive. Jambo lolote lile Anything huwezi whatsoever, kutoa nguvu kulifanya you cannot be strengthened to mpaka hapa do it moyoni umepokea, umefurahia, umetaka, until in your heart you must have received and have the willingness, umependa hapa moyoni, and you have loved in your heart. umefurahia hapa You have moyoni, rejoiced in your heart. ndio Mungu anatia nguvu. That's the time God will strengthen you. Hallelujah. Hallelujah. Liwe baya utatiwa nguvu, Whether it's bad, you'll be strengthened maana umefurahia, umepokea. because you have received and rejoiced. Ukipokea mabaya When you receive utapewa evil, nguvu za kufanya mabaya, you'll get power to do na evil. ukipokea mema And once you receive anything good, utapewa nguvu za kufanya you mema. will also be strengthened to do that good. Haleluya. Hallelujah. Na ndivyo Biblia inavyosema. And that's exactly what the Bible says. Ukisoma Yohana mlango wa kwanza, If you read the book of John, 11, chapter 1, verse 11, anasema he says, wote waliopokea wale all those who received him, ndio walipewa uwezo kufanyika watoto wa they Mungu. were the ones who were given the power to become sons of God. Alikuja kwa walio wake So he came to his own, wanaostahili baraka, who deserve the blessings, wanaostahili who uzima, deserve the life, wanaostahili who amani, deserve peace, lakini sio wote waliopata, but not all got it. wale waliopokea, Only those who received it. wale waliotaka, Only those who had the willingness. wale waliokuwa na njaa, Those who were hungry. wale walioamini, Those who believed. walifanyika kuwa wana wa They were amani, made to be sons of peace. walifanyika kupata haja za mioyo They yao. were made to get the desires of their hearts. Amen. Amen. Hata kuokoka nako So even salvation, mpaka upende, you must love. mpaka utake. You must have the willingness. Hakuji tu kwenyewe, maana It unakaa doesn't miracle come on its revival, own because I've come here.
ambako watu wanaokoka, You have gone to where people are getting ambako salvation, watu where wanapona, people are getting healed, ambako watu wanapata where baraka. people are getting blessings. Haka upende. You must have the willingness. Ile njia ya baraka ile The way of blessings, inapohubiriwa, when it is preached, toleeni you Mungu, give to God. jaliwe You kupokea, must be able to receive. jaliwe You kupenda. must be able to love. Amen. Amen. Asitakuja maana unakaa kanisa la uvivio. They won't come because you are staying in a revived church. Hapana. No. Utapata maana unakaa mahali watu wanapopata. You'll not get because you are staying with people who are getting. Hapana. No. Hallelujah. Hallelujah. Paka ujaliwe kupokea. You must be able to receive. Maana yake kuamini. Meaning you have to believe. Kutaka kule moyoni. The willingness must be there in your heart. Yale mema yanayohubiri. Then the good things will come. Alafu ujaliwe kuamini. And again you are able to believe. Ujaliwe kupokea. You should be able to receive. Ile njia. The way. Ya kufikishia kwa hayo mema. That will make you reach the good things. Tusomee. You read for us. Yohana Book of John. mlango wa kwanza. Chapter 1. 11-12. Verse 11 and 12. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Amen. Amen. Alikuja He came kwake. to his own. Kwake ni kwako wewe na mimi. To his own means you and me. Hapo kwa roho yako hapo. Inside your soul. Atakuja aseme hodi. He will come and say, knocking here. Nataka nikubariki. I want to bless you. Lakini kabla sijakubariki, But before blessing you, nitumikie hivi. serve me this way. Leo nitolee sadaka hivi, wacha ile sheria yako ile. Or today you give your alms this way. Hallelujah. Hallelujah. Ukijaliwa kupokea, So if you're able to receive, na ufanye vile and you alivyokuagiza, do exactly as he's commanding you, utafanyika mwana wa baraka. then you will be made to be a son of blessings. Hallelujah. Hallelujah. Ukijaliwa kupokea, If you're able to receive, kuamini, to believe, kutenda lile akuagizalo, to do according to how he's instructing you, utafanyika you will be made kuwa mbarikiwa, to be a blessed man, kupata amani getting peace, ile unayotafuta. exactly as you are searching. Ndio anasema alikuja kwake, That's why he says he came to his lakini own. wale walio wake hawakupokea. But those who are his own did not receive him. Kwake ni wapi? Then who are those? Ni hapo, ni wewe na mimi, It is you and me. hapo rohoni mwako. Inside your soul. Hallelujah. Hallelujah. Atazungumza kitu He will talk something. na akuagize kitu, And he will instruct you something. alafu anakuangalia. And then he's now looking at you. Amekuchagua akubariki kweli, He has chosen to bless you really. sasa amekuja. Now he has come. Maana hakuzungumza na wote, Because he didn't speak to lakini everyone. amekuja kwako wewe. But he has come particularly to you. Amekuchagua, anataka uwe wake, He has chosen you to be his own. uwe na baraka, That you may have blessings. uwe na uzima. That you may have life. Amen. Amen. Anakuambia tubu dhambi hii. So he's telling you, repent this sin. Ulificha baba, ukaficha mama, ukaficha mke, ukaficha kila mtu. You hid it from your husband, your wife, Lakini your father, and anakuambia hii, everyone. enda kwa mhubiri, But now zungumza he's telling you, go to the preacher and confess. ili nikuponye. So that I can heal you. Hata ule ugonjwa ambao umeshinda waganga wote, Even that disease that has overcome all the physicians. tubu dhambi hii. You go and repent this sin. Anataka uwe wake, So he wants you to be his akupe own. uzima That he may give you life. ule ambao wengine hawaufikii, ule ambao wengine That life that others hawaufikii. do not have. Akupe That he may give it to yale you. mema ambayo The good things that wengine hawayafikii. some do not reach to them. Haya unakataa, So now you are refusing. lakini But anasema again he's saying, wale waliopokea those who received him, waliyafikia hayo mema. they got all those Kwa hivyo good Mungu things. wetu hana upendeleo. Our God is not a respect of Usiwe hapo persons. kafikiria Mungu ana Do not upendeleo. be here thinking that God is a respect of Hana. persons. No. Haleluya. Hallelujah. Alikuja kwa Kornelio, He came to Cornelius. ni taifa nyonge He was from a very inferior lisilo nation, stahili, which does not deserve. lakini But akaja kwake, he came to him, akafundishwa maneno mawili: and he was taught two things: kuwapa watu sadaka giving people alms na kumwomba Mungu. and then praying to God. Akajaliwa kupokea, So he was unable to receive, akayafanya hayo kila siku, and he was doing that every day, mchana na jioni, day and night, kwa furaha, with a lot of joy, pasipo kuchoka. without getting tired.
Bwana Yesu akaja. So Jesus came to him. Kamwambia sadaka zimesikika mbinguni. He said, now your arms have reached to Maombi heaven. yako na sadaka zako. Your arms and your Sasa ule prayer. wokovu na utafuta ule. Now the salvation that you are looking for, Mpaka waambiwe maneno na mhubiri. you have to be told something by the preacher. Haya, tuma watu waende Yafa. Now send some people to go to Joppa. Wakamuite mtu anaitwa Simon huko. That they may call a man they are called Simon. Hallelujah. Hallelujah. Wote katika nchi yake na Kornelio hawajaona Mungu. So all from the country of Cornelius have not seen God. Hawajatembelewa na mhubiri. They have never been visited by a preacher, Mhubiri wa rohoni. a spiritual preacher, Maana wanaitwa ni nchi isiyopenda Mungu. because that was a nation that was not Lakini loving hapa God. Kornelio anatembelewa hapa. But now here Cornelius is being visited. Maana Bwana Yesu alipokuja kwake Because when Jesus came to him akamfundisha maneno mawili, and he taught him the two things, kuwapa watu sadaka giving people alms na kumuomba Mungu, and praying to God, alikupokea. he was unable to receive that. Akatenda. And he did it. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hawakutembelea wote katika nchi yao. Not all were visited in that country, Lakini Bwana Yesu akawa mgeni wa yeye. but then Jesus Christ was a visitor Bwana for Yesu Cornelius. kupitia na Petro. Jesus Christ through Peter, Akaja. and he came to him. Amen. Amen. Akaokoka zaidi na yale ambayo hajaokoka. And he got salvation more than he had Hata wewe got. usiwe hapa So ukavunjika do moyo. not be here also fainting. Ujaliwe tu moyoni mwako You should be enabled in your heart kukubali kuwa wa Yesu to agree to belong to Jesus kwa kupokea by receiving onyo, a warning, mafundisho. the teachings. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa wake. Then you will belong to him. Amen. Amen. Utakuwa wake. You will belong to him. Hata leo utakuwa Even wake today you can belong to him ukijaliwa if you kupokea. are unable to receive, Maana hatujiokoi wenyewe. because we don't save ourselves. Si hatuwaze You have to think mpaka kichwa kiume. until you crack your head. Wokovu una Bwana Yesu. Salvation, Jesus has the Ukubali tu salvation. kuwa wake. You just agree to be his. Anakuja kwako, He will come to you atakwambia and he will tell you, itumikie you hivi, serve me this way tubu hivi. and repent this way. Umeishi na chuki na jirani yule, msamehe You leo. have lived with anger with your neighbor, but forgive him. Alionifanyia yule. But then you are saying the thing that he did to me, Siwezi samehe. no, I cannot forgive him, Huwezi samehe. or you cannot forgive him. Anakwambia Yesu Now samehe. Jesus is telling you to forgive him. Hata mashaka hayo unayoyaona haya Even all these problems you are seeing here na kutopona huku and this lack of kwa healing, sababu una chuki na jirani it is yako. because you are angered by your neighbor. Kule moyoni wakataa. So in your heart you are refusing. Amekujia, He has visited you. He amekuchagua has chosen you uwe wake. that you can belong to Akupe him. uzima That he may ule give you life. uliomfanya ache mbingu aje chini ya jua. Life that made him to leave heaven and come under the sun. Hallelujah. Hallelujah. Anakwambia acha chuki na jirani, So he's saying that stop this hatred with your neighbor. You msamehe. forgive him. Mbona hukanyagi hata kumwambia habari ya asubuhi? Why don't you even visit him to greet him? Hata unasikia ana homa. And you hear that he has fever. Amen. Amen. Lakini wewe umejaa mimi siwezi. But then you say, I cannot do that. Alionifanyia yule The mimi thing that siwezi. he did to me, I cannot. Na Biblia inasema And the Bible is saying, samehe nawe you utasamehewa. forgive and you shall also be forgiven. Achilia nawe You utaachiliwa. pardon and you shall also be pardoned. Sasa kwa sababu wewe huachilii, So because you cannot pardon, nawe hutaachiliwa. you will not also be pardoned. Hallelujah. Hallelujah. Hutaachiliwa. You cannot be pardoned. Na huko ndio kuokoka huko. And that is what his salvation means. Si kwa nguvu za mtu, It is not through your own si strength. kwa akili ya It's mtu. not through your understanding. Atuokoaye ni Bwana The Yesu. one who saves us is Jesus Christ. Kubali uwe wake You just agree to be his. anapokujia. When he comes to you, Hallelujah. hallelujah. Mimi akanijia So he came to me, na kifua cha kukohoa damu. and my chest I was coughing blood. Asima imenikaza. Asthma had made me lie Baba down. alienda Burugani akaambiwa nimerogwa. My father went to Susaya that he was told that I have been bewitched. Bwana Yesu akaja kwangu So Jesus came to me kupitia na mwanzilishi wake. through the founder, Akapewa neno. and he was given the word. Kizuizi cha mema ya mtu ni dhambi zake. The hindrance of one's good is his own sin. Sikurogwa wala kuonewa na watu. It is no witchcraft or being deprived by people. Nikaja nikaambiwa kijana, So I came and I was told the young ugonjwa man, huu this disease sikurogwa. is not being through Si witchcraft. babu yako. It's not your grandfather. Je, una amani na baba yako? Do you have peace with your father? Nikaacha yale ya kurogwa, So I forsook all about witchcraft nikakubali hili neno. and I accepted this word.
Kaambia pastor, And I told the hata hivi pastor, nisemavyo, even now as I'm talking to you, baba sina amani naye. I love my father. Akienda safari When he goes on a journey, ya mbali, he travels. nataka akae huko asirudi tena. I feel that he should stay there and overcome Kae back. na mama tu. That he should stay with my mother. Amen. Amen. Oh, unachuki na babako. Okay, you are hating your father. Ndio maana unakufa na That's why magonjwa. you are dying with these diseases. Nikakubali. So I agreed. Nifanyeje So sasa? what should I do now? Nikamuuliza mhubiri I nifanyeje? asked the preacher, what should I do? Akasema kule moyoni kubali ulikosa. Then in my heart I said, I'm agreeing that I've transgressed. Sasa urudi kupenda babako. Now go back and love your father. Urudi kuheshimu babako. Go back and honor your Maana father. Biblia inasema, Because the Bible is saying, enyi watoto. oh children, Ukisoma Waefeso 6:1-3. if you read from the book of Ephesians 6, enyi watoto, oh children, tiini wazazi wenu. obey your parents. Heshimu baba na mama. Honor your father and mother. Hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. This is the first commandment with a promise. Upate heri That duniani, you may be blessed on earth ukae siku nyingi. and stay for long. Ni Biblia yetu hii, Oh, this is our Bible, yes. Kasema nimekubali. Then I said, I've agreed. Kutoka leo Beginning today, nitasoma sitasoma, whether I read it or not, nitaheshimu but baba. I'm going to honor my father. Nilipoombewa, When I was prayed for, TB ikapona, tuberculosis was nikawa healed. wa Yesu. I belong to Jesus. Nilikuwa sifanyi kazi ngumu, I was not able to do any hard leo work, nafanya kazi but ngumu. today I'm able to do the hard work. Amen. Amen. Naweza beba mizigo I mizito. can even carry very heavy burdens. Nimekuwa wa Yesu. I have now belonged to you. Nilipojaliwa kupokea hili When I was neno, unable to receive this word, sikusema I didn't say no. hao wajui hao. Oh, this one don't know. Mtu akutupie madawa, A person to throw a spell to you. hata upone tu kwa maombi tu kwa And jina la again, Yesu, you kwa can be jina la healed in Yesu. the name of Jesus through Na mtu prayer. alikufanya ukanyage uchawi wake. And somebody made you to step on his witchcraft. Nikaamini hilo. Then I believed the Kumbe word. si babu yangu. And that was not my grandfather. Nilipokubali kule So moyoni, when I agreed in my kumbe mimi heart nina laana, that I have a curse, chungu wa rohoni kwa a wazazi. bitterness in my heart against my parents, Mungu anisamehe. may God forgive me. Nikaombewa na watu wa Mungu, I was prayed for by the people of God, Bwana akanisamehe. and the Lord forgave me. Haleluya. Hallelujah. TB ile ile That tuberculosis na and asima ile ile that asthma, iliyokuwa imeshinda which waganga, was so chronic, overcoming by nikapona. physicians, I was healed. Leo kuna mvua, And today, whether there hakuna is rain mvua, or there's no ni rain, nchi ya I'm baridi, in a cold ni country, nchi ya I'm joto, in a heated country, ninaweza kukaa kwa mazingira yote I'm kwa jina la able to Yesu. live in any environment. Haleluya. Hallelujah. Alikuja And he came kwa walio wake, to his own, lakini walio wake but hawakupokea. his own did not receive him. Ni akina nani Then hao? who are these people? Ni wewe na It is mimi. you and me. Yule apokeaye neno lake, huyo ndiye wake. Whosoever receives his word is now his. Anafanyika kupona, Then he will kuokoka, be made to be healed and receive anafanyika salvation. kushinda He dhambi. will be made to overcome sin. Haleluya. Hallelujah. Tusomee tena You read for hapo. us again the same verse. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Mweza taka maandiko makubwa makubwa, You may be wanting very big things, lakini mtumishi wa Mungu Emmanuel kia mzungu si wa maandiko makubwa. but then the servant of God, Emmanuel K. Mzungu, Lile lile it ulijualo lile, is the scripture that you know lakini very Roho much. analeta ufunuo huu. But again, the Spirit gives a new revelation. Haleluya. Hallelujah. Lile. The same word you know. Unataka uwe wa Bwana Yesu? Or you want to belong to Jesus. Unataka uwe wa Yesu? Do you want to belong to Jesus? Hata akupe vyake, Until he gives you his uzima own wake, thing, that he gives you his na baraka life zake, and his blessing na amani yake and nyumbani his mwako. peace in your house. Una vita na mumeo na Or you mkeo, are fighting against your husband or your wataka wife. vya Yesu amani. So you want the peace of Jesus. Lake lasema, His word is enyi saying, waume, oh husband, pendeni wake zenu. love your wives. Wewe ukinenewa hilo, So when that word is spoken to you, moyoni unakataa kuwa in your wake. heart you are refusing to belong to Wasema hawa him. mapasta hawa, You are saying these pastors, hawajui mke wangu maneno yake. they don't know how my wife is. Yule That one. mtu ukampewa tu ushinde naye mchana mzima, If you are given to hayo her maneno yake anayomtoa kinywani mwake, and the way she behaves, the word coming from her mouth,
Hawajui mimi navumilia. They don't know that I'm persevering. Umekataa kuwa wa Yesu. Then you are refusing to belong to Jesus. Kwa kutokupokea neno lake. By not receiving his word. Ya Yesu utapata amani. Then you won't get anything from Jesus. Amen. Amen. Uwezo uje. Power to come. Wa kuokoka na vita nyumbani. That you may be saved from this fighting in your Umekataa house. kuwa wake. You have refused to be his. Hallelujah. Hallelujah. Umekataa You have refused kuwa wake kule moyoni. to be his in your heart. Kwa kutokuamini neno lake. By not believing in his word. Lakini japokuwa vita viko. But even though there is war in the house, wewe vimekushinda. now it has overcome lakini you. la Mungu limenenwa. But then the word of God has been spoken. Enyi waume pendeni wake zenu. All husbands should love their wives. Kule moyoni upewe njaa Mungu jamani. So in your heart you should be able to have the hunger. Oh my God. Enable me. Niwezeshe. Enable me. Kule nyumbani kwangu. In my house. Niwezeshe. Enable me. Niwe mwana wa amani. That I may be a son of peace. Niwezeshe kule kupenda. Enable me to love. Kunakohubiriwa. The love that is being preached. Hallelujah. Hallelujah. Niwezeshe kule kupenda. Enable me to love. Kunakohubiriwa Bwana Yesu. The love that is being preached Jesus Christ. Niwezeshe kule kupenda wa nyumbani mwangu. Enable me to love the people of my house. Wewe Bwana Yesu. That I may please you Jesus Christ. Utamani kule moyoni. So you should desire in your heart. Upende kule moyoni. That you should love in your heart. Utake kule moyoni. That you have the willingness in your heart. Ufurahie kule moyoni. You should rejoice in your heart. Kuumbika vile la Mungu linavyosema. That you should be created according to how the word of God is saying. Kuwa wa Yesu. Okay, you have agreed to be of Jesus. Amen. Amen. Utaona uwezo unakuja. Then you see the power now coming. Wa kuvumilia. Of persevering. Yale makali yake. Oh, her harshness. Hata ulikuwa unaweza kuondoka bila kumuaga. In fact, you are able to go away without bidding a farewell. Na pochi yako yote uachi unga. And you don't leave anything at home. Utaona unapewa uwezo wa kumwachia mfuko. You find that you are given power to give her something. Na ukifanya hivyo. And once you do that. Watimiza la Mungu. You are fulfilling the word of God. Usishindwe na ubaya. Do not be overcome by evil. Lakini ushinde ubaya kwa wema. But overcome evil by doing good. Sasa huu wema ambao utapewa uwezo kuufanya kwake. So the good that will be given power to do it. Utamfanya huyo ashangae. Will make her also to be surprised. Na huyo mtu amebadilishwa na nani? Oh, who has changed this man? Zamani nilikuwa nikitamka maneno kama haya. Before when I utter such words. Najua hivi nitalala njaa hivi. I knew that we're going to sleep hungry. Ataondoka hata bila kuaga. He will go without even bidding farewell. Nimetamka hayo ya kutia uchungu. But then I've spoken the same word to give her bitterness. Ameniambia je, hakuna chakula leo? But then she's asking me, isn't there any food today? Pesa ya mboga today? ndio hii. Now take this money for relish. Chakula ndio hii. And this money for flour. Hallelujah. Hallelujah. Umepewa uwezo. You have been given the power. Wa kupenda yule asiye na maneno ya kupendeka. To love that one who does not have word to be loved. Utaona nguvu za Bwana Yesu zinakuja. So when the power from Jesus is coming. Zinaokoa huyu mtu. And he's saving this woman. Maana hukulipiza mabaya kwa mabaya. Because you did not revenge anything evil. Amen. Amen. Uone anapewa toba. You find that you are given repentance. Ya kujirudi. Of reproving yourself. Mimi ni mbaya. Then I'm the one who is evil. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wewe wasema. But then you are saying. Hawa wahubiri hawajui. The preachers don't know. Maneno alionayo. The thing that my wife has. Wangejua. Had they known. Wangesema nipende. They wouldn't be saying that I love her. Hawa hawajui hawa. These people don't know. Maneno alionayo huyu mume wangu. The thing that my husband has. Huyu si mtu wa kusikizwa huyu. This is not a man that I should submit to. Biblia inasema. And the Bible is saying. Enyi wake tini waume zenu. All wives should be in submission to their husband. Kutii ni kutia amani. Submitting to her means giving her peace. Yeye hana ya amani. She doesn't have anything to give her peace. Umtie amani. But then you give her word of peace. Hallelujah. Hallelujah. Hakukuheshimu kama mke. She has not honored you as a wife. Lakini wewe utii tu. But then you just obey. Maana yeye ni kichwa. Because he's the head. Na Biblia inasema enyi wake tini waume. And the Bible is saying all wives should obey their husbands. Amekutamka yasiyo ya heshima. He has uttered words of no respect to you. Lakini wewe utimize la Mungu kutii. But then you fulfill the word of God and obey him. Amekuja jioni. He has come in the evening. Na asubuhi. And in the morning. Hakutamkia ya heshima. He never gave you word of respect. Lakini wewe unatii. But then you're obeying. Utakula nini? What are you going to eat? Akija umepika. When he comes, you have already prepared food. Mezani. You have served at the table. Kama zile siku za amani. Like the days of peace. Akija. When he comes. Umefanya ile kawaida ya kumwandalia. You have done correctly what you're supposed to do. Kama siku zile amenena ya amani. As those days he was giving you word of leo, peace. And even today. Ameondoka hakunena ya amani. He had gone away without giving you word of peace. Lakini wewe umetimiza utiifu. But all the same you have fulfilled the obedience. Maana wajua akija amechoka. Because when you know that when he comes si very tired. It is not right for him to come. Mwenyewe. And then he prepares food for his own. Unatimiza utiifu. So you are fulfilling the obedience. Hallelujah. Hallelujah. Oh, umekubali kuwa wa Yesu. Oh, you have agreed to belong to Jesus. Kutimiza lake. Fulfilling his word. Mahali hakuna yaliyo pale. A place where si ya kuwa utimize amani. You are not supposed even to fulfill the peace. Yale yaliyo pale. What is there? Ambayo umenenewa.
which have been spoken to si you, ya kuwa utii, they are not supposed to make you obey, lakini umetimiza la Yesu kutii. but then you have fulfilled the word of Jesus to obey. Amani itakuja. Then peace will come in this house. Amen. Amen. Amani itakuja. Peace will come in this house. Maana kuna mwana wa amani. Because there is a son of peace. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu There is a man amesamehe moyoni. who was forgiven in his heart. Maana huku kunaitwa kusamehe huku. Because now that is Mtu called forgiveness. amekufanyia yasiyofaa, Somebody has done things which lakini are wewe contrary, umtendee ya kufaa. but then you do to him something good. Umesamehe, That means you have forgiven him. nawe And utasamehe. we shall also be forgiven. Utasamehewa kivipi? How will you be forgiven? Utaona You will see that. hata ulikuwa unafichiwa mengi, Some things were hidden from you, utaonyeshwa siri nyingi za nyumbani. but then you are given so many secrets of the house. Hallelujah. Hallelujah. Hata vile vingine ambavyo huagizi, Even those other things which you don't lakini send, una njaa nazo kama mke wa nyumbani, but then you are hungry to get them as a wife in the utaona house. vinaletwa bila kuagiza. You find them coming to you even without sending for them. Atapewa muzigo, He will be given the burden. hata akienda huko sokoni na wapi na Mombasa, When he goes to Mombasa and other anaona marketplaces, hii rinda inastahili mke wangu, he finds that this dress deserves na my ile wife, kiatu inastahili mke and wangu. this pair of shoes deserves to my Maana wife, nawe umekuwa mke. because you have also become a wife. Maana mke ni kutii. Because a wife means obeying. Amen. Amen. Maana wewe umekuwa mke kwa Because nyumba, I've become a wife in the house, na mke ni ule utiifu. and the wife is the obedience. Huo ndio kuwa mke huo. That is now what it means to become a wife. Lakini umfudhuli, But then you are so corrupt. mara umezira. Another time you are boycotting. Amen. Amen. Huko siku wa mke That's huko. not being a wife. Hallelujah. Hallelujah. Mke A wife, hata ameenewa mafidhuli, even if the husband speaks yeye corruptly anaendelea to you, kutii, but then you continue obeying, kutia amani. giving him peace. Anajua huyu ni kichwa He huyu. knows that this is the head of the house. Huyu ndiye kichwa This is the huyu. head of the house. Wewe timiza la Yesu. Either fulfill the word of Jesus. Oh, umepokea. Okay, you have received. Uwezo Then utakuja. power will come upon you. Hallelujah. Hallelujah. Wa kupata amani hapa. Of getting peace in your house. Maana wewe umekuwa mwana wa. Because you have become a son of peace. Hallelujah. Hallelujah. Ndio ukiona nyumba ni vurugu saa yote. That when you see a fight that is fighting in the house every Kuna time, mke mfidhuli hapa. there is a very corrupt wife in this house. Anataka yeye awe kichwa. She wants to be the head of the house. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mume asiyependa hapa. There is a husband who does not love. Amen. Amen. Ndio tukanena juzi, That's why we spoke the other day. watu wawili When two people, wote wako kanisani, all of them are in the church, lakini huyu ashinde dhambi but this one is overcoming na sin, huyu dhambi imshinde. and this one is overcome by sin. Huyu apate baraka This one to get blessings, na huyu asipate and this baraka. one does not get blessings. Huyu apate amani This one getting peace, na huyu apate. and this asipate one does amani. not get peace. Kwa nini? Why? Haleluya. Hallelujah. Na mafundisho ni hayo And hayo, the teachings are the same, maonyo ni hayo the hayo. warnings are the same. Haleluya. Hallelujah. Ni kwa sababu It is because huyo akionywa huyo when this one is warned, anapenda, he is laughing, anakubali, he's accepting, anaamini. he's believing. Haleluya. Hallelujah. Na huyo akionywa And huyo when this other one is warned, anasema ni nani aliyesema? then he say, who told him? Haleluya. Hallelujah. Labda mke wangu ndaenda kusema, Maybe my wife reported me, na kumbe mhubiri anena hata hajui and maybe kulitokea the nini. preacher is saying, I never know anything. Mimi nilikuwa nikitafuta amani hapa kwangu I nyumbani. used to look for peace in my house here. Tumeoana, We are married. hata mwaka We hatujamaliza, are not even completed 1 year. tumejaa vita na But then there is a lot kutopatana. of war and fighting. Na nyumba ambayo haina kuelewana And in a house where there are a lot of ni confusion, makao ya shetani. that's the dwelling place of the devil. Tukizaa mtoto ni unyonge, When you udhaifu. get a child, it's very weak. Haleluya. Hallelujah. Maana Because tukija hapa mbele za missionary, when we come before the missionary, missionary akihubiri mambo ya nyumbani, missionary is preaching about the house. wandugu wengine ni hasira kila siku nyumbani Some mwao, other brothers are very angry every time in the maana house hawana kuvumilia, because they cannot persevere. ni watu wa kuhukumu There are haraka. people who quickly judge. Dada amekosea kidogo, anahukumu tayari, Your wife has little bit erred, you're already getting annoyed. hana kule You kuvumilia have no perseverance kule moyoni. in your heart. Na ndivyo nilivyo, And that's exactly how I ni am. mtu wa kuhukumu haraka. I'm a person who quickly judges. Pepo ananipa So kutafuta, the devil now giving me to search. sipewi kupenda, I'm not given to love. sipewi I'm kupokea, not given to receive. kwamba ni Mungu amenipenda katika missionary. That it is God who is loving me through missionary. Pepo ananipa kuchukia, So the devil is making me to get annoyed of Ananiambia, that. He's telling me, ni huyo mkeo ndiye alienda it kusema. is your wife has reported you Si there. jana alisema anaenda kusalimia Yesterday mama she said she mwanzilishi. was going to greet them.
Labda yeye ndiye alisema. Maybe she's the one Kule who has nyumbani, reported. In the house, hatuna amani. we have no peace. Kwa sababu ndugu yeye Because my husband ni mkali. is very harsh. Ndio missionary anahubiri. That's why the missionary is now preaching. Basi nikakosa kuokoka siku nyingi So sana. I didn't get salvation for a long time. Hallelujah. Hallelujah. Nitaenda kweli kwa mhubiri. I will truly go to the preacher Nikanene na kuungama. and confess my things. Lakini nilipotoka hilo neno kwanza. But Niliponenwa hilo neno when kwanza. that word was first spoken, Sikupokea. I didn't receive it. Sikupenda. I didn't love it. Nilikuwa na maswali. I had some questions. Aliambiwa na nani? Who told him? Ni nani aliyesema? Who reported to him? Pepo ananiambia ni huyu. So the devil is telling me it is your wife. Jana alienda kuona pastor huko. She yesterday went there to see the Inaonekana pastor. huyo pastor huyo Now looks like the alichukua pastor hayo maneno has tena taken your issues again akapeleka ripoti kwa and missionary. taken the report to the missionary. Mke wa Rimba amekuja The hapa wife of Rimba has na come here amesema hivi na and hivi she na has said hivi. this and this and this. Nikamuombea hivi na And hivi I na prayed hivi. for her this one this way. Ndio sasa That's why now kunaonywa you are being ni warned yeye ndiye alienda kusema. and she's the one who has reported. Ah, Okay. hallelujah. Hallelujah. Yeah. Nikachelewa kuokoka. So I was getting salvation here. Nyumba haina amani kila The siku. house has no peace every time. Tukapoteza hata watoto. We lost even our children. Amen. Amen. Hata walibaki chupu. Even those who are remaining had a narrow escape. Lakini Jumatano moja, But one Wednesday, mkutano siku hizo zilikuwa ni saa 9. those days, Saa 9 the service was at 3 o'clock. Saa 9:30 ilikuwa saa 9. 3:30 somewhere Mkutano there. ya Alhamisi na Ijumaa na That is Jumatano. the service on Wednesday and Thursday. Ilikuwa saa 9:30 na It was around 3:30 in the evening. haya tunakuja kanisani. So we were coming Lakini to church. kabla hatujaja But before coming here, tukawa tumekwaruzana kidogo misemo pale. we had disagreed somewhere Kwa somehow jambo at home fulani. in something. Hata tuaja kila mmoja roho iko So mgongoni. we were coming here but in total disagreement. Tena tumelongozana hivyo tuaja And kanisani. we were walking together coming to church. Nilipokaa kwa kanisa hapa, So when I sat inside the church missionary here, aliposimama when missionary stood na up, jana yake dada hakuenda huko and the other day, wala hata my mchana wife never huo went there, hajaenda huko, and that whole day she had not akaanza gone na there. hayo. She spoke the same thing again. Amen. Amen. Basi akaonekana kwamba amekuwa nasi huko So nyumbani. he spoke like he was together with us at home. Kutoka sikio nilitubu From nikasema that Mungu day, I nisamehe. repented. I said, God, forgive me. Kumbe ndio mimi siponi That's kabisa. why I'm not getting the total Ninateta na healing. Roho Mtakatifu. I'm fighting against the Holy Nina Spirit. vitu na Roho Mtakatifu. I'm fighting against the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Maana mbele za Mungu sisi Because before God, tumevaa nguo, yeye haoni tuna nguo. we are dressed, but then He's Tuko seeing us wazi to be mbele naked. za Mungu. We are very naked before Roho God. zetu ziko wazi. Our souls are very open to Him. Hallelujah. Hallelujah. Uko hapa, Mungu anajua jana ulikuwa nyumba ipi, You are here, but then exactly God knows where you ulilala were yesterday, guest gani, and in anajua. which house or which guest house you slept Mhubiri yeye yesterday. hajui. The preacher is not aware of that, Lakini Mungu anajua. but then God knows. Anakuambia unadanganya Now watu. He's telling you that deceiving these Jana people. ulikuwa guest kule famu. Yesterday you in a certain guest in farm. Amen. Amen. Unasema huko ni mafichoni huko. You are saying that is so hidden there. Alikuona yeye, sisi hatukuona. He is seeing you, but we are not seeing Na you. kwa sababu umekuja And because now you have na come, anakutaka uwe wake, and He wants you to be His own. shetani amekuiba The devil has na stolen wewe ni you, wa Mungu. and you belong to Mungu God. anataka akuokoe God wants to deliver you, uingie mbinguni. that you may go into heaven. Aliongea na wewe huko, huyo Mungu hukusikia. He spoke to you there, but you never heard. Sasa anaongea na kupitia na mwanadamu, Now He's talking through another human being, ili angaa usikie kwa masikio so haya. that at least you may hear through your ears. Aliongea na wewe rohoni. He spoke to you in your soul. Waenda wapi huko famu? Where are you going to the farm? Waenda wapi huko Baghdad? Where are you going to Baghdad? Hukutii. But you never obey. Sasa ukija kanisani, Now when you come to church, the mhubiri preacher ananena kwa kinywa hiki cha is talking mwanadamu, with the mouth of a human na being, si yeye ni Mungu. and it's not him but God. Hallelujah. Hallelujah. Wasema aliambiwa na So nani? you're asking who told him? Nilipicha charo pale. Oh, I saw Charo there, Kiniona nikiteremka hivi naona yeye. and he ndiye saw me going down. I think he's the one who reported. Hata Charo hakusema. Or Charo never said anything. Kwani wewe unajificha wapi na Mungu? Oh, where were you hiding against God? Badala ya kukubali, Instead of agreeing, Mungu nisamehe, oh God forgive me, na utubu, and then you repent, uokolewe, that you may be delivered, uwe wa Bwana Yesu. that you belong to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hata dhambi hii Even this sin, kuja uwezo wa kukuokoa nayo that you Mungu. may get power to go out of it. Lakini unakataa. But then you are refusing.
hukubali. You're not agreeing. Ndio maana waweza kuona watu That's why you may see some people kanisani, in the same church mahali watu wanaokoka, where people are getting salvation, wanashindiwa dhambi na Bwana Yesu, they are forgiven their sin by Jesus Christ, lakini yeye anafanya dhambi hapo hapo, but then he's getting sins there. anafanya machafu hapo He's hapo. doing evil right there. Huyo Mungu atiaye wao nguvu, The God who's giving these ones power hata wanaweza until they're able, na si kwa nguvu zao, and it's not through their own strength. wanawezeshwa na Bwana Yesu. They're enabled by Jesus Christ. Mbona asikutie nguvu na Why wewe? not give you strength the same? Maana wewe hujakubali kuwa wa Yesu, Because you have not accepted to be all wewe Jesus. hujapenda. You have not loved. Haleluya. Hallelujah. Maana ishara zinakuja kwa waaminio. Because signs are following those who believe. Amen. Amen. Onyo likija, When a word of warning comes, huna kupokea, huna you kupenda, don't receive it, you don't love it. unakutafuta. You are now searching. Ni nani aliyesema? Who reported that? Na ni Roho ananena And jamani. it's the Spirit of God talking. Haleluya. Hallelujah. Mimi nikakubali siku So hiyo, I agreed that day, nikasema Mungu nisamehe. and I said, God forgive me. Nimejua kutoka leo I have known from today, ningeokoka kitambo, I would have been saved long time ago. lakini nimeshindana. But then I've been competing. Na nikaifuata hiyo roho tena. And I pursued Roho the hii Spirit imetoka again. wapi? Where is this Spirit coming from? Nilitoka kwetu Chonyi, I came from my home nikaja church. kutafuta I kuokoka. came here looking for salvation. Na hii roho inanipa kushindana, inatoka And wapi? why is this Spirit giving me to compete against the Holy Spirit? Ndio nikaonyeshwa laana. That's why I was shown Kwa as sababu ulikuwa ukishindana na babako. it is because you are competing against your father. Kwani baba alikuwa akikuita akuonye, ulikuwa unakubali? When your father was calling you to give your word of warning, Leo, today, Ukubali kuonyeka you cannot agree to na be baba wa warned, rohoni, and the spiritual father, mtumishi wa Mungu the servant of mwanzilishi God, the founder, na wahubiri wake, and his preachers. utakubalije kuonyeka na huyu, Then how will you accept to be warned by this one, kufundishika na or huyu, to be told by this ikiwa one, baba yako na mama yako if your father and your own mother, kupokea maonyo you yake? never received their warnings? Na ni Okay, kweli. this is very true. Mimi baba alinipenda sana. My father really loved me very much. Mwana wa kiume ni ngao kule kwetu. Mwana wa kiume A child there, a boy there is a shield. ni ngao. Is a shield. Mwana wa kiume, A boy. wa kilume, A boy. Duruma hii Mijikenda yote. In the whole Mijikenda community. Haleluya. Hallelujah. Kwanza kule kwetu baba zetu husema watoto wa kike msinisikie mimi, sikieni mama yenu. At home there, our fathers normally say girls are supposed to receive their Hata siku mothers. moja baba alikuja akasema hivi, Even one day my father came and said that. ninyi watoto wa kike You girls, ni wa mama yenu you huyu. belong to your mother. Utakoseka ni huyu mama yenu. Whether you're going to be misguided, is that issue Ninyi of wa your kiume mother. mnisikie But mimi. all boys will listen to me. Sasa ataenda huko kote huko, So he atembee will go usiku, all around there the whole atatoka night. asubuhi aende minazini He huko, goes out in the morning, goes out visiting alafu all the atakuja counties, saa 3 za usiku, and then he'll come at 9 o'clock. hata kama ni saa 4. Even if it's 10 o'clock. Amen. Amen. Hata tumelala We are now asleep. atatuamsha, wanangu mko wapi? He Tokeni. will wake us. Where are you, my Nje, boys? kujeni Come hapa here. wanangu Come ndume. here, my boys, my boys. Tuna usingizi tuko hapa. So we are very sleepy. We are coming there. Ketini hapa. You sit down here, Wanangu ni. my boys. Haleluya. Hallelujah. Sasa So nataka muwe na akili. I want you to have a lot of understanding. Ah, Yeah. tuwe na akili. Mimi To kule have moyoni understanding in my heart. na kuna giza hanioni. And it's very dark. You cannot see me. Giza liko, It is dark. tuko hapo kwa giza hapo. We are there in the dark. Muwe na You akili, should have understanding munisikie, and listen to me. muwe na tabia You should nzuri. have some good habits. Mimi nasema sianze yeye kuwa na But then tabia I'm nzuri. saying, why doesn't he begin Kule moyoni in kule. my heart? Yeye si awe na He is tabia the nzuri. one who should be an example. Hii maneno ya kupata pesa na All anaenda this mnazini. getting money and then he goes drinking. Tunataka kalamu ya shuleni. We want pens. Ni mimi na mama tu tukalimie It is me and my mother to mashamba ya go watu. and work in somebody's farm. Hii ndio akili. Is this the understanding he's talking about? Ninamjibu kule So moyoni, I'm answering him in my heart, huku tunamuitikia ndio. then we are responding to Lakini him, kule yes. moyoni. But in our heart, Nasema sianze yeye I'm akili saying he should be an example, ya kutunza pesa. that he should be taking care of the money. Haleluya. Hallelujah. Anatuonyesha sisi tuwe na tabia He's nzuri. warning us to be in good habits. Na yeye naye siwe na tabia And nzuri. he should also have the good habit. Hata akimaliza haya ndeni So mkalani. after he has not concluded, he tells us, God sleep. Nimempinga yote. I have opposed him in everything. Haleluya. Hallelujah. Oh, kumbe ndio napinga missionary Okay, that's why hapa. now I'm opposing the missionary here Na wahubiri and wake. his preachers. Wakihubiri, When they preach, wakifika kwa dhambi yangu, when they come to my sin, kule kuwa niitikie kule moyoni. that I may accept in my heart, Ni nani aliyesema? then who told him?
Kwa nini ananifedhehesha? And why is he dismaying me? Lakini ibada ikiisha, But at the end of the service, nitaenda kana kwamba kama nami nimepokea. I will go like I have also received. Nasema yale mtumishi wa Mungu amesema ni yangu, And yako say, yako. all that the servant of God has spoken belong to me. Ule kwamba mimi nikihubiriwa sina kukubali. That when he preaches to me, I don't agree. Aliponena kwanza, But then first when he spoke, kilichotangulia ndani mwangu the thing that came before me ni kutokupokea. was lack of receiving. Sikuokoka. I didn't receive salvation. Nikawa hapa. I was here. Umasikini waniandama. But poverty was pursuing amani me. Sina nyumbani. I have no peace in the house. Hallelujah. Hallelujah. Na watu wanapata amani. And people are getting peace. Hata nikashangaza missionary. In fact, I was surprised the Siku moja missionary. akaniita pale. One day he called me there. We Rimba we. You Rimba. Umeunganishwa na wandugu waliobarikiwa. You have been connected to brothers who are blessed. Lakini wewe kwako ni njaa tu. But then you are hungry in your house every time. Na Mungu amekuokoa. And God has saved you. Amekutoa kwenu Chonyi. He has brought you from your Chonyi land. Amekuunganisha na wandugu ambao wana baraka. He has connected you to brothers who are blessed. Lakini mbona na wewe una baraka kama sisi? But then why don't you have blessings like us? Badala ya kuokoka wewe ni njaa na Instead of getting salvation, you are always hungry and problems. Una nini What's the wewe? problem with you? Rudi kwa You babako. go back to your father. Hallelujah. Hallelujah. Huh? Nilipokubali. When I agreed. When I agreed. Hallelujah. Hallelujah. Jumatano hiyo. On that Wednesday, nikajua mimi ni mpingaji. I knew that I'm an opposer here. Ndio nikamtafuta siku moja. That now the time I began looking nikasema for him. Nitamwendea. I said I'll go to him. Nimwambie mimi nakupinga. And tell him exactly that I'm opposing you. Nikaja asubuhi siku moja. So I came early in the morning one day. Ile ofisi iliyokuwa ya wazee mzee Mwaingo ile. That office which belonged to Pastor Mwaingo. Ilikuwa ni ofisi ya ufundi. Was that those days the construction office? Na yeye alikuwa akija anapanda gorofa ile. And whenever he comes he was climbing the stairs. Na alikuwa akipanda ile gorofa ile. And while climbing the stairs. Kutoka hapa chini ofisi ya mtumishi. From the ground floor here. Utamsikia tu ndiye huyo anakuja. You will hear him coming. Na mimi ndiye nilikuwa narauka kufungua hiyo ofisi ya ufundi. And I'm the one who was coming early in the morning opening that office. Ndiye storekeeper. I was a storekeeper. Na najua saa 3 atakuwa amefika. And I know at exactly 9 o'clock he'll be here. Sikumngoja huku chini. So I didn't wait for him. Nikasema leo. I said today. Nitasema kweli mimi ni mpingaji. I'm going to speak the truth that I'm an opposer. Anifundishe. Whether he teaches me. Kama atanifukuza. If he's going to chase me away. Hivyo ninapokea sasa. So that way I'm not receiving. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa akipanda hizo ngazi hizo. So whenever he was climbing the stairs, anasema damu. He was singing that ya Yesu. Blood of Jesus. Damu. The blood ya Yesu. of Jesus. Damu. The blood ya Yesu. Huko anapanda step. As he's climbing the stairs. Damu. Ya Yesu. Nikajua ndiye huyo anapanda. Then I know he's the one climbing the stairs. Paka alipolandi hapo na mlango kwa. So when he reached at the first floor, I opened the door. Anambia Bwana asifiwe mzee. Say praise the Lord, elder. Hivyo ninaokoka sasa. So that way I'm not getting salvation. Nimejaliwa kupokea. I've been enabled to receive in my heart. Nimejaliwa kukubali onyo. I've been able to agree in my heart. Rimba. Okay, Rimba. Unasemaje Rimba ndugu? Where are you saying, brother? Mwambie alikuwa anaomba kukuona. I was asking to see you. Unataka kuniona ndugu? Oh, you want to see me, brother? Sema ndio baba. I said yes, father. Haya ngoja niende ofisini. Okay, let me go to the office. Na ofisi ilikuwa ni ile kubwa hiyo huko juu. And the office was there, second floor. Hallelujah. Hallelujah. Ghorofa imeisha yuko huko juu. The construction was finished, so he was there. Acha niende ofisi. So let me go to the office. Amen. Amen. Nitakuita. And I'll call you. Basi nikatulia hapo. So I waited there. Alafu nikasikia unaitwa na missionary. And then I heard that you are called by missionary. Kaja ndugu akaniita. A brother came and called me. Nikaenda. So I went. Sami yuko hapa. Pastor Sami was there. Missionary ameketi. And missionary was there seated. Hallelujah. Hallelujah. Namwambia shetani leo. So I'm telling the devil today. Sikutaki nitasema kweli. I don't want you, I'm going to speak the truth. Hallelujah. Hallelujah. Haya ndugu sema ulikuwa unasema. Okay, brother, say, what are you saying? Tumishi mtumishi wa Mungu ananena Kiswahili. So the man of God was speaking in Swahili. Sami anatafasiri. And Sami was translating. Haya wasemaje ndugu? Okay, what are you saying, brother? Sami yeye anatafsiri Kigiriama. Haya unaamba. Sami is translating in Giriama. Mwingine akaja tayari. Another one came in my heart. Sasa missionary. So missionary. Anakudharau kivipi? How is he despising you? Mswahili ulizaliwa Mombasa. You know you are born in Mombasa, you know Swahili. Tena hiyo Kiswahili niliipata moja. And again in Swahili you got one. Kwa KCSE. In KCSE. Nilipata moja hiyo Swahili. I got one in Swahili. Amen. Amen. Hiyo Swahili kwanza wacha kuzaliwa. Swahili, in fact, from the time you were born. Hata kwa mtihani ulipata moja. In fact, in the examination you got one. Nilipata moja kweli. I truly got one in Swahili.
Sasa anakuwekea mtafasiri. So he's now putting a translator. Hii ni nini hii? So the meaning of this. Nilimpinga haraka huyo So I shetani. opposed the devil very quickly. Kamwambia shetani toka kwa I jina told la him, Yesu. devil, go away in the name of Jesus. Tumishi wa Mungu missionary The ananipenda. servant of God missionary loves me. Naongea kule moyoni. I'm saying that in my heart. Ameweka mtafasiri wa Kigiriama He has put a grammar translator here ili mimi niokoke. so that I can receive my salvation. Haleluya. Hallelujah. Kwani yeye hajui mimi nilizaliwa hapa Doesn't kwanza. he know that I was born here at the coast? Na nilimwambia nilipita hiyo Kiswahili. And I told him that I passed Swahili very well. Lakini kwa kule kutaka nielewe, But because he wants me to understand nisije nikapitwa na jambo, that no word should pass me, ndio ameniwekea mtafasiri. that's why he has put a translator here. Siongei, I'm not talking, lakini nampinga shetani kule but then ndani ya I'm moyo. opposing the devil in my heart. Nataka niwe wa Mungu. I want to belong to God. Nimepinga siku I'm nyingi. opposed for Hivyo ndio long. ninaokoka hivyo. So that I'm getting salvation. Ukiona wewe uokoki humu, If you find that you cannot wewe receive unakataa salvation maonyo, because you have refused the unakataa word of warning, mafundisho, you are refusing the word of teaching, ukikemewa when you unachukia, are rebuked, you are getting ndio angered. Yesu hakufanyi kuwa wake. That's why Jesus does not make you his own. Hallelujah. Hallelujah. Upate vya Yesu kuvipi? How do you get things of Jesus? Akanambia ndugu, So he told me, brother, akamwambia mzee, I told him, elder, mimi nakupinga. I'm opposing you. Unapoonya watu When you're warning the people hadharani, in the open, maana yeye alikuwa akija hapa because whenever he came here na skuta yake pale, and his scooter there, wandugu wanatoka tayari and wahubiri. brothers Bwana are siwe coming, mzee. preachers, or praise the Lord, Na elder. akisikia kuonya mtu, And when he feels like hata warning kama a brother, mmejaa, even if you are so many there, atasema wewe ndugu Tuva, he said, brother Tuva, huna amani nyumbani mwako. you have no peace in your house. Kwa sababu wewe si kichwa. It is because you're not a head. Maana kichwa nyumbani, Because as a head in the house, akiamuka, when you wake up, kwanza paka ajue. first you must know. Anauliza mke, je, kuna watoto chakula mchana? He's asking the wife, do you have anything for breakfast? Na mboga ziko? Or maybe you have relish? Lakini kichwa gani wewe ndugu, ukiamuka tayari waenda. But what type of a head are you when you wake up, you just Waacha go? huyo mke hangaika atafute You are chakula. leaving the wife to look for food. Ndio jioni ukija amekasirika. That's why when you come in the evening, she's annoyed. Maana wewe si kichwa, si Because you're mwanaume. you're not a head, you're not a husband. Amen. Amen. Wamwacha huyo mke ndiye awaze kutaliwa nini So you are mchana. leaving the wife to think what you're going to eat that day. Ndio watusumbua hapa. That's why you're giving us trouble here. Uombewe amani kila siku. We are praying for your peace every time. Na wewe mwanamke. And you are a woman. Ende ukawe mume huko Go and nyumbani. be a man in the house. Mimi nasema So I'm saying, oh my si dear, angemvuta kando. he would have taken secretly mbele za somewhere watu. before the people. Amen. Amen. Mbele za watu si angemvuta kando. Before the people, he would have taken him somewhere. Yeye ndiye alifundisha wawili. He's the one who taught Tena about yeye two. ameongozwa na Roho. And again, he's guided by the Ili Spirit of God, kumwonya huyu ndugu mbele za wengi. warning this brother in the Maana public, Roho ameona because the Spirit has si huyu seen mzee Tuva peke yake. it's not only Elder Hata Tuva, mzee Baya na unyonge huko nyumbani. even Elder Bai had the same Sasa Roho weakness at anataka home. kuokoa wengi. So the Spirit want to deliver Si many of kwamba you. anafundisha huyu peke yake. It's not that he's teaching Tuva Mimi only. nasema si angemvuta So I'm kando. saying he would have taken him somewhere. Mbona anamwaibisha? Why is he ashaming Na him? mimi nikamwambia kweli So kabisa I mimi. spoke to him the truth. Nikamwambia mimi nakupinga. I said, I'm opposing you Unapoonya mtu wazi, when you are warning somebody in the dada public. wazi, In the public, naona I unamwaibisha, see that you are shaming him. ungemvuta kando. You would have taken him somewhere. Anaambia kumbe ndio ndugu tutakuombea kifua uponi. Then he said, okay, that's the reason we are praying for your children and not getting healed. Bas. Okay. Waona huyu ndugu anang'ara sami huyu. You see what this brother is saying, Sammy? Ana baraka ambazo hunazo. Does he have the blessing that you Mimi nami have? na baraka ambazo hunazo. Does he have the blessing that he Na doesn't wandugu have? naona wanabarikiwa hawa. And you see all these brothers are being blessed here. Wanapata amani They are getting peace. na kuponywa mengi. And he being healed of many things. Ni kwa maana wanapenda kule kuonyana, tutakuonyana. It is because they love the warnings that I give. Haleluya. Hallelujah. Kule kuonyana The way we are warning, kunakuchukiza wewe. which is offending you, Tuwe wawili, whether we are 2 tuwe or 10. maybe we are 10, Roho akituhimiza tuonyane, when tuonyane. the Spirit of God insists that we should Kuonyana give a huko word of warning, kunakuchukiza wewe. so this warning which is offending you, Ndio kumeletea hawa ndugu baraka it has brought this brother some blessings ambazo wewe hunazo. which you don't have. Amen. Amen. Uko katikati yetu kweli, You are truly in our midst, lakini una maisha tofauti. but then you have a very different life. Yafanana kama ulikuja jana. Looks like you came here yesterday.
Maana wale maonyo yanatubariki sisi, wewe Because the unayachukia. warnings that are giving us blessings are offending you. Haleluya. Hallelujah. Haya ukitaka So kuokoka, if you want to be delivered, nikubali kuonyeka kule. you have to agree to be Roho warned. akiongoza uonywe mbele za wengi, wewe When the kubali. Spirit of God guides that should be warned before the public, you should accept it and receive it. Uache kujidhani umefika. You stop thinking that you have attained. Maana anajidhani amefika, Because whosoever thinks that he has ndiye ana attained neno aibu. is the one who has the word shame. Maana ndani ana cheo. Because in his heart he has a rank. Haleluya. Hallelujah. Alafu akanambia, And again he told me, na roho hii ndugu si bure. and this spirit, my brother, is not in vain. Rudi kule kwa baba yako kule. You go back to your father. Unipingi mimi. You are not opposing Yaonekana me. wewe ulipinga baba. Looks like you're also opposing your Haya, father. enda ukatubu. So go and repent, Ujaliwe kupenda kuonywa and na you should be kule. able to love the warnings that I gave. Uondolewe kule kuchukia maonyo. That the offenses should be removed from you. Ujaliwe You kupenda, should be enabled to love kupokea, and to receive. utakuwa na And you baraka have the blessings, zile tunazo, the blessings that we na have, utapewa kupona and you also be healed. kule hunako. The healing that you don't have. Haleluya. Hallelujah. Nikaenda nikatubu. So I went and repented. Haleluya. Hallelujah. Nikatamani kule And I moyoni, desired in my Mungu heart, ulinileta oh hapa God, you brought me here. nije nipinge mtu wa Mungu. Did you bring me here to come and oppose the man of Nisamehe, God? nilipinga babangu. Forgive me because I opposed my father. Haleluya. Hallelujah. Bwana And the akaniokoa. Lord saved me. Leo naweza And kuonyeka today I'm able to be na warned kukubali unyonge. and to accept any weakness. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Leo Today, hata kama ni 10%, even if it's 10%, angalau mimi nami but at least I also nina kasehemu ka amani. I have a fraction of peace. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kwa kushiriki By partaking kuonyeka kama wengine wanavyo. and receiving the warnings of the others. Hata wewe pia usikate tamaa. So the same to you, don't fail. Yesu Kristo Jesus Christ yeye yule jana is the same na yesterday leo and today na hata milele. and forever. Kijana, Young man, hizo tamaa hizo all that last, za ujanani the last ambazo zimekushinda, which is overcome you, hata kila siku mpaka uangushwe chini. that every day you have to be fallen down. Msichana, Girls, si kwamba huwezi kuokoka, it's not that you cannot be delivered, lakini unapohubiriwa but when the word of God is preached, kwamba unaweza kuokolewa na tamaa hizo, that you can be saved from that last je, day. unajaliwa Are you kupenda? enabled to love? Unajaliwa Are you kupokea? enabled to receive? Angaa upewe kutamani kule moyoni. At least you'll be made to desire Hata in your mimi heart. nami naomba Bwana, That I'm also praying to the Lord. ndio huwezi kweli, Truly you're not able, lakini but unapohubiriwa, when the word is preached, unapoonywa, when you are warned, upewe kule kupenda, are you enabled to love? upewe kule kutaka. At least you'll be given the willingness. Mimi nami Mungu angalau I also, God, uniokoe deliver me. hata nimalize siku At least I finish one bila day kufanya ubaya. without doing evil. Haleluya. Hallelujah. Utaokoka. Then you will be Na delivered. hata kama kuna dhambi na kusukuma kufanya hayo, And even if there is any sin pushing you, maana kuna tamaa za laana, because there is that lasting of curse tamaa za kawaida, and the ordinary lasting, maana mwanadamu, because you are a human being, Mungu atakuokoa. then God will deliver you. Haleluya. Hallelujah. Ndio ukiona watu That's when you see uko some katikati people, ya wandugu na they wadada are in the midst of brothers and wanaopata sisters baraka who are getting blessings na mema, and getting good things. wanashindiwa dhambi They are overcoming sin na Bwana Yesu, by Jesus Christ. lakini wewe hupati, But you're not getting, wewe hupendi. then you don't love. Yale yanayoletea hawa baraka The things that bring blessing to these ones, yakihubiriwa, when they are preached, maonyo hayo, those warnings, wewe unachukia, you are hupendi. hating, you're getting offended. Don't Tusomee love. ile kitabu yetu Mithali 5. Read from the book of Proverbs 5, Mithali 5:12. Proverbs 5, verse 12. Sulemani Solomon, ukianzia mstari wa kwanza hiyo 5, if you begin from verse 1, anasema mwanangu, sikiliza he said, my son, attend maonyo yangu to my na warning mawaidha yangu, and my wisdom. sikiliza You listen to them. sikiliza You listen to them ushauri wangu and my cast na mawaidha yangu, and the advice I give, ili kesho so that tomorrow, usije katikati ya mkutano or maybe in the midst of the congregation, mabaya yakakuweza, evil things may overcome you ukakosa hekima ya kushinda shetani. and lack the wisdom to overcome Lakini the devil. ukisikiliza maonyo haya But when you take my na warning mawaidha haya and my nikupayo, advice that I'm giving you, utaokoka na mabaya. you will be delivered from evil. Haleluya. Hallelujah. Usije ukasema kesho, Unless tomorrow you say, nimeanguka mabayani, I'm going into evil things maana sikusikiliza maonyo, because I didn't receive the warning, sikusikiliza mafundisho ya I baba didn't listen to yangu, the teachings of my father,
unajuta sasa. Now you are regretting. Ndio tuko hapa. That's why we are here. Baraka ni zetu. Blessings belong to us. Mtumishi wa Mungu Servant ameshaomba. of God has already prayed. Lakini yule uingie kwa baraka But hizo, for you to be able to enter those blessings, you uonyeke should be vulnerable kumtolea Mungu anavyokuagiza. to give to God according to how He's instructing you. You Upende should love, kuonyeka, to be warned, kuagizika, to be instructed, utii Mungu to anavyokuagiza. obey what God is commanding you. Lakini wachukia kule moyoni, But then you are getting offended in your heart. basi utaona wengine wanabarikiwa Then you find some are getting blessings, na wewe uko pale pale. and you are also there. Tusomee. You read for us. Wewe anza hiyo 12. You begin from verse 12. Lakini ukitaka mwenyewe anza kutoka kwanza. But if you read it at home, you can read from verse Suleiman 1. ameonya watoto wake na That is Solomon sisi. warning his children. We are Ndio his hapo children. mwisho anasema, That's why down there he's saying, usije ukasema or lest you say, mimi I hata naishi katika mabaya, am going into evil. maana nisikia kukemewa. Tusomee Mithali 5:12. Proverbs chapter 5, verse 12. Ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo, na moyo wangu ukadharau kukemewa. Wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Nalikuwa karibu na kuingia katika maovu yote, katikati ya mkutano na kusanyiko. And say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost into all evil in the midst of the congregation and assembly. Uone ndugu, You see a brother, katikati ya kusanyiko kama in hili, the midst of the congregation like here, katikati ya makutano kama in the haya, midst of the assembly like here, lakini yeye but anaandamwa na nguvu ya mabaya. he's being pursued by evil power. Mahali watu wanashindiwa dhambi, He doesn't see that people are overcoming sin, yeye dhambi zimemshinda. but then he's overcome by sin. Mahali watu A wanabarikiwa, place where people are blessed, yeye haingii kwa baraka. but then he doesn't enter into blessing. Huyu This one anachukia huyu. is hating. Hii njia ya kuletea watu baraka The thing that brings blessings, ni kumtolea Mungu zaka na dhabihu kamili. the way that brings blessings is giving to God. Yeye But he, anapohubiriwa when hivyo, he's preached that way, hapendi, he doesn't love. anachukia. He's hating. Haleluya. Hallelujah. Nitoe vyangu mimi, That I give my things. sijui vyaenda I wapi. don't know where it is going. Anatoa kweli So you're truly giving, kutimiza ile sheria, fulfilling the law, lakini si kwa kupenda but kule it's moyoni. not through the love in his heart. Sije nikaonekana nimepita kikapu. Or maybe I should not be seen as passing the basket. Haleluya. Hallelujah. Sije nikachunguzwa kwa kitabu cha zaka sionekane. That I should maybe they should examine the book of tithe and show me sin. Uonekane, Whether you are seen or usionekane. maybe you are not seen. Hakuna achunguzaye. There's nobody here who is going to do that. Haleluya. Hallelujah. Lakini kule moyoni But in your heart, hapendi, you don't love. anafanya kweli, You are doing lakini truly, ana maswali. but then you have questions. Zinaenda wapi? Where is it going? Haleluya. Hallelujah. Sasa kwa sababu umechukia Because now you have come, wafanya kazi ya Mungu, lakini si kwa you kupenda, are doing the work of God, but not through love, si kwa furaha, not through joy, si kwa moyo wa shukurani. not through our thanksgiving Mahali heart. pengine Biblia inasema Another place the Bible is saying, utatumikia njaa hunger will come to you, na uchi and nakedness, na kila shida and zitakuja. every problem will come upon Hata you. watu washangae, Until people are surprised. na huyu ndugu si yuko katikati And this yetu, brother is in our midst. huyu maskini watoka Then wapi? where is this poverty coming from? Maana ile njia ya kuleta mema Because the way that brings good things, haipendi. you don't love it. Haleluya. Hallelujah. Shetani amempa kutopenda. The devil has made you not to love it. Ikihubiriwa When the word is preached, amenyang'anywa kupokea. you are denied to receive. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tusomee tena hapo. You read for us again that verse. Ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo, na moyo wangu ukadharau kukemewa. Wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Nalikuwa karibu na kuingia katika maovu yote, katikati ya mkutano na kusanyiko. And say, how have I hated instructions, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Amen. Amen.
Usije ukasema, unless you say, na ukiangalia kutoka mstari wa kwanza, and if you read from verse maana 1, yake ni Suleiman ameonya. that means Solomon is warning. Ameonya, mwanangu, He has been warning his son. sikiliza hekima yangu. Listen to my wisdom. Ukisema mstari wa kwanza, If you read from verse 1, anasema mwanangu, he said, my son, sikiliza hekima yangu, listen to my tega wisdom, sikio lako, and both thine ear, uzishike akili zangu, and take my understanding, upate kulinda busara, that they may regard discretion, na midomo yako and all your lips ihifadhi maarifa. should keep my knowledge. Amen. Amen. Maana midomo ya malaya Because the lips of a strange woman hudondoza asali. drop as an honeycomb. Hallelujah. Hallelujah. Ili uepuke na midomo ya malaya. So that you may escape the lips of a Ina prostitute, maneno laini ya kuvutia which mtu. are very soft word that can Anasema, coax mwanangu, you. sikiza maneno yangu, So he's saying, my son, take my instruction, maonyo yangu. my warning. Ni haya maonyo haya. Oh, these are warnings. Mtumishi wa Mungu The anatuonya. servant of God is warning us. Kijana uyasikie. Young man, you should keep them. Wewe wasema But then you are saying, hao no. wazee wanahubiri kwamba Oh, this- uzinifu ni dhambi. Elders are preaching that adultery is a sin. Si hao wanahubiri walikuwa na kaswende na nini na mishipa? They are preaching that they had syphilis and Si all kwa sababu that. walikuwa huko. It is because they were there. Sisi wanataka tuokoke kabla tujaona So haya. they want us to be saved before seeing that. Hallelujah. Hallelujah. Utapatwa na maneno hata yange So kupata. things will come to you which wouldn't come to you. Uko humu kweli You are truly here katikati ya mkutano, in the midst of the watu congregation. wanashindiwa dhambi, People are overcoming sin, wewe utajikuta ndio nguvu inakusukuma huko. but then you find that there is power pushing you there. Maana Because upokei you mafundisho. you don't receive these Maneno instructions. ya walimu huyasikii. And you don't believe the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Huonyeki, You cannot be warned. ufundishiki, You are not teachable. hupendi You don't love. mafundisho. You don't love the teachings. Hallelujah. 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 Utasema Mungu ana So upendeleo. you will say that God is a respect of persons, Mungu hana upendeleo. but God is not a respect of persons. Bali kila amchaye But yeye anyone who fears him hukubalika na will Mungu. be accepted by him. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Kabisa. Surely. Sasa unapoendelea So kuchukia maonyo when you continue hating the instructions na kuchukia kukemewa, and you hate the reproof, Petro akaambiwa rudi nyuma, wewe shetani. Peter was told, go back, you are a devil. Akakubali kuwa shetani. And he agreed to be a devil. Niende wapi? Where should I go? Ati aende. That he should go away, Akazidi kufuata Bwana but he Yesu. continued following Jesus Christ. Akakubali onyo hilo. He accepted, Kwamba kweli received nimekubali the kuwa warning shetani. that truly I have become a devil. Nimekuwa shetani kweli. I have become a devil really. Hallelujah. Hallelujah. Alipewa funguo. And he was given the keys. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu akienda Jesus going kuhubiri na yeye yuko nyuma. to preach there, he was behind. Akakubali kuonyeka. He agreed to be warned. Akakubali kukemewa. He agreed to be reproved. Hallelujah. Hallelujah. Hakumezwa na shetani. He was not swallowed by the devil. Wezi wawili wako msalabani. The two robbers on the Mmoja cross. anaokoka, mmoja haokoka. One is getting delivered and one is perishing. Maana mmoja alipokea Because one received kwamba huyu ni mwana wa that Mungu. this is the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Mmoja yeye hakupokea, One did not receive. mmoja yeye hakupenda. One did not love. Hallelujah. Hallelujah. Akasema ulisema mwana wa Mungu. He said that you say you're Son of God. Haya, si ujiokoe na sisi Then nasi. why don't you save yourself and us? Oh, mimi ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Oh, I'm a son of God. I'm Mbona a uko son of God. msalabani na sisi Then nasi? why are you on the cross like us? Si ujiokoe na sisi. Why don't you save yourself and us? Mmoja yeye But akapokea, then one received akapenda, and he loved. hakudharau maana Yesu yuko He msalabani. didn't despise because Jesus is on the cross. Hakuchukia kwa sababu yuko He msalabani. didn't hate because he was in the cross. Hata japokuwa yuko msalabani, Even though he was on the cross, lakini akasema wewe ni mwana wa Mungu. but he still said that you are the Son of God. Hapa amewekwa, amefanya kuonewa. He has been put here because people are Lakini depriving yeye him. But Ni he mwana wa Mungu. is the Son of God. Akaheshimu, So he honored akapenda. and he loved. Haleluya. Hallelujah. Akaambiwa And he was told, leo today nitakuwa pamoja na you wewe. shall be together with me. Si hati nikienda, It's not when I go. leo hii Today nitakuwa pamoja na you wewe. shall be together with me. Kwa nini wewe leo hii usiokoke na dhambi ya Then zina? why don't you get saved of sin Kwa nini today? wewe leo usifikie baraka? Why don't you reach blessings today? Haleluya. Hallelujah. Maana hupendi. Because you don't love. Onyo likija unatafuta. When a word of warning comes, you are seeking. Hayo yametoka wapi? Where have those come from? Amen. Amen. Onyo When likionywa, a warning is given, mnakaa kamati huko you are mnakutafuta. sitting down in a committee there and discussing Hayo it. yametoka wapi? Where is this coming from? Wachukia maonyo. You are hating the warnings.
yatokayo juu kwa Mungu. We are coming from Ndio heaven. utaona mko humu That's why you vijana find yourself, you are na here, the youth, wasichana the girls na and wandugu boys, na and wadada. brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Wafanya maneno You are doing things ambayo hata yanashangaza mataifa. which are even surprising the Gentiles. Maneno ambayo mngeokolewa nayo, Things which you will be delivered dhambi from. ambazo mngeokolewa nayo, Sins which you would overcome. mngeokolewa nazo, That you will be delivered from them. baraka ambazo mngekuwa nazo. Blessing that you will be Maana possessing. mumeingiwa na kuchukizwa sasa. Because hatred now has come into you. Na sisi tuko hapa, And all of us are here. tuliona We baraka saw the blessings na mema and good things tulipopenda when we love na kupokea and mwanzilishi receive na kupokea mtumishi and wake, receive the servant of God. ndio tunang'ara hivi. That's why we are shining this way. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tuko hapa. That's why we are here. Kumetameta huko. We are shining this way. Hallelujah. Hallelujah. Tuko na mema mengi haya We have a lot of grace and good maana things tulipenda la Mungu. because we love the word of God, Linasema which says, wapeni watu vitu give people things nanyi mtapewa. and you shall also be Kipimo given. cha kujaa A portion that kushindiliwa. pressed and pressed, ndivyo watu that's watakavyowapimia. exactly that people bring to your bosom. Leo wewe Now today, uliona baraka You saw the blessing maana ulipenda onyo because hili. you love this warning. Kuwapa watu vitu. Giving people things, Ukawa ukitoa viatu you were vyako, giving your things, vinajenga they were kanisa, building the church, vinaliwa kwa and mkutano, they are eaten during the crusade. unabarikiwa ndugu, You are blessing brothers maana umeamini la Mungu, because I believe the word of lete God, vitu pamoja, that you bring things in kwa unity, ndugu na wadada. brothers and sisters. Leo umechukia, But today you are hating that. leo umechukia, Today you are hating that. upendi You tena, don't love anymore. uamini You tena. don't believe anymore. Basi hata hizo baraka ulizonazo So hizo even the blessing that you already possess, ziko njiani, they unanyang'anywa are on the way being taken away. kama hujui. If you don't know. Amen. Amen. Maana ulizipata Because you got kwa them, sababu ulipenda onyo, because you love the warning, ulipenda you mafundisho. love the teaching, Yanasema toeni vitu, which is saying give Upate things vitu. and you receive things. leteni zaka kamili Bring your tithe na sadaka kamili, and your alms. ndio ukaona baraka hizo. That's why you saw the blessings. Tulifundishwa, You were taught. Biblia The inasema Bible is saying, ungameni dhambi zenu confess your sins ninyi kwa ninyi one to na another kuombeana. and pray for one another. Tukapenda, And we love. hatukuona aibu, We never saw shame. tukafurahia And we kwamba hii rejoice ni njia ya wokovu. that this is the way of salvation. Leo waona aibu, Today you are ashamed. hupendi You tena, don't love anymore. wasema mtu kama You mimi are saying a man like me, nikae chini that I sit down mnene hili, and speak this. wachukia You are sasa hating now la Mungu. the word of God. Nasema ungameni. Which says Dhambi confess zenu. your sins. Sasa Now utakaa hapa, you sit down here, watu washangae people will be surprised. ile imani ya kupona uliokuwa nayo. The faith of healing that you had, Utaona leo you find that today, hata yale madogo ambayo ulikuwa na imani nayo sasa huna even the imani nayo. small thing that you had faith in, Yakija umejaa when wasiwasi. they come, you are filled with worries. Amen. Amen. Maana hupendi tena, Because you no longer love. huamini You tena, don't believe anymore. hupokei You're not tena. receiving anymore. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kweli. Sure. Na Yesu Kristo And Jesus Christ ni yeye yule is jana the same yesterday na leo and today na milele na and milele. forever and ever. Hajabadilika baba. He has never changed. Amen. Amen. Mimi aliniokoa He delivered me mwaka wa 76. from 1976. Sijui ilikuwa na miaka I 18. don't know, I was 18 years old. Mpaka leo Up to date. nikapenda. I loved. Nikasema I said, kama mtu uzikwa if one can be buried maana hana rafiki because he has no girlfriend, na niwe wa kwanza. let me be the first one. Haleluya. Hallelujah. Na ndio ninaingia, And at the time now, nimeingia kwa I ujana. was going into youth age. Damu zaenda mbio. Blood was flowing fast. Lakini nikasema dunia ni basi. But then I said no to the word. Kama kuna mtu anaweza kunihubiria If there is somebody who can preach to hata me tamaa za ujanani niokoke nazo, until I can be delivered from the lustful huyo mtu huyo of the, nitamfuata huyo. I'll follow that man. Nikasikia Marekani kuna mtu anaitwa Elisha. So I heard in Mariakan there's a man called Elisha. Nikaja hapa. I came here Akanifundisha laana. and he told me about the curse. Haleluya. Hallelujah. Nikafundishwa laana. I was taught about the curse. Nawaambia mimi nina tamaa kama So chumvi. I told that I'm very much lasting. Zinanikosesha usingizi. They are denying me to sleep. Nimetaka. I have the Lakini willingness, siwezi. but then I'm unable. Na kwa vile And nataka, because I have the willingness, atakaye kushinda dhambi hafichi unyonge whosoever wake. wants to overcome sin will never hide his weakness. Atasema kweli mbele za He ndugu will zake. speak the truth before the preacher. Nikawa humu nikisema kweli. So I was just speaking the truth. Mbona mimi nakosa usingizi? Why am I missing sleep? Mwili unaniambia enda, The enda. body is enda. telling me, go there, go there. So I Nikafundishwa, was taught nikaonyeshwa dhambi. and I was shown the sin. Nilikuwa kule kwetu kule. I was at my home there. Mara nyingine tuenda kuinda wanyama na usiku. Sometimes we go hunting during the night Alafu tunarudi saa 9 saa and then we 10. come back at 3 o'clock.
hasa saa 7 saa 8 most especially 1 o'clock or 2 o'clock. Hasa mji wetu ni mkubwa. So our homestead is very big. Wababa wamelala, wababa kubwa, wababa wadogo. Fathers are asleep, my uncles are asleep. asleep. Zile za manyasi, zingine za udongo, hata udongo umepasuka. And the houses those days were made of grass. Napita nyumba ya baba mdogo. So I'm passing the house of my uncle. Natega masikio. Then I go and listen to what they're talking about. At the wall. I want to hear what they're talking about. So I got the power of a curse. Because once you've heard whatever they're talking about, and then you're going to think, na wewe kama mtoto kijana, and you are still a young boy, unaposhangamuka, when you are cheering that, maana ni sauti ya mama, because the voice of your mother anazungumza na baba, is talking with the father. Sasa unaposikia umeivaiva, so when you feel that you are now, huwa ni nani umemuivia hapo? Then who are you ready for at ni that nani time? Umemchangamkia? Who are you cheering for that time? Huyo mama. That means you are cheering for your mother and your aunt, na huyo shangazi, and maybe your aunt. Haya kama hata shangazi, so even if your aunt, ulimchangamkia damu zako, you are lasting for her. Ni mwanamke gani, ni mwanaume gani utampisha? Then which woman, which man are you going to escape? That's why today you may find yourself. Even if you say today I'm going to stay without following a woman, or maybe somebody's girl, you are not able. Amen. Amen. Because your blood lasted to somebody who was not worthy for you to last. So I was taught here, and I accepted, and I loved, and I believed, and I repented, and the blood quieted. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Lakini kwanza utake kwanza. But first you must have the willingness. Lakini wewe wasema But then you are saying no. Ili hata ufikie kuonyeshwa dhambi kama hizo. For you to be able to reach kwanza uamini kwamba uzinifu ni dhambi. First you must believe that as adultery is a sin. Na upende kuokoka. And you should love to be saved. Upende kuokolewa. And you should love to be delivered. Sasa huokolewi. So you're not delivered. Mungu atakuonyesha. God will show you why. Hata hivi amekuonyesha. Now he has already shown you. Hallelujah. Hallelujah. Nikaenda kwa wahubiri, so I went to the preachers and repented. Mungu akaniokoa. And God delivered me. Hallelujah. Hallelujah. Leo napata usingizi. Today I'm getting some sleep. Hallelujah. Hallelujah. Ile damu moto zikapoa. The hot blood, I was healed of that hot blood. Zikiwa zile za kawaida zikiamuka nawaambia mwenda wapi? If it is the ordinary lasting, when it comes up, I tell you where I'm going. But when it is ignited by a curse, even if you want to silence it, it cannot. Hallelujah. Hallelujah. Ndio muwe watu wapendao. That you should be here, people who are loving. Na sisi tulipenda. But we love, tukaamini, and we believe, tukafurahia, and we rejoice. Tukawa na wokovu mkuu. That's why we saw great salvation. Ndio shetani anatuinda. That's why the devil is hunting for us. Sasa badala ya kupenda, instead of loving, tuingiwe na kutopenda. That hatred may come into us. Hallelujah. Hallelujah. Zile baraka, so that the blessings, na kule kupona, and the healing, na ile amani, and the peace, tuliyoiona, which we saw, kwa kupokea mafundisho, by receiving the teaching, kwa kupenda mafundisho, by loving the teaching, na maonyo, and the warning, na mahubiri, and the preaching, na kukemewa, and the reproof. Hallelujah. Hallelujah. Kutuondokee, that it may go away from us. Hallelujah. Hallelujah. Utaona kesho. So you find that tomorrow, uko katikati ya mkutano, you are in the midst of the congregation. Watu wanashindiwa, wewe ushindi. People are overcoming, by you are overcoming. That's why you may see dhambi zile ulizokolewa nazo, the same sin which you had overcome. Leo nguvu imerudi tena. Today that strength has come to you again. Zilikuondokea, they went away from maana you uliamini, because you believe, ulipenda, you love. Hallelujah. Hallelujah. Lakini leo umerudi kuchukia. But then today you have gone back to hating. Upendi tena. You no longer love. Upokei tena. You're not receiving anymore. Hallelujah. Hallelujah. Ndio Mungu anatupenda. That's why God loves us. Kupitia na mtumishi wake, through the servant of God, turudiwe na kupenda. That he should reprove us and love us. Somea hiyo Thessalonike wa pili. Let us read from the book of 2 Thessalonians. Mstari wa 10. 2 Thessalonians chapter 10. Ndio juzi la Hamisi ukawaambia hapa. That's why on Thursday I told you here. Sisi leo tuko hapa. Today we are here. Tuliona baraka. We saw the blessings. Tukaona amani. And we saw the peace. Tukaona kufunguliwa. And we saw being set free. Tukaona kuponywa mengi. And we saw being healed of many things. Kwa kupenda. Because of loving
God, wa mwanzilishi, God of the founder, missionary, a missionary, na mama and the mwanzilishi, founder mother, kwa kuheshimu because of na honoring kupenda. and loving. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ilikuwa mama akisema neno, It was that whenever mother says anything, hakuna anayesema hapa. nobody can oppose it. Haleluya. Hallelujah. Furaha ile So that joy na heshima ile and that honor na pendo and lile that love na kuamini and kule, that believing, shetani anakuinda the devil is hunting for it. That kutuondokea it should go away from us. ili sije tukaona wokovu ule ule. Or lest we may see that salvation. Haleluya. Hallelujah. Ndio nikakwambia juzi, That's why I told you that day, tumeachwa hapa we are left na here ndugu zetu hawa. with our brothers here. Haleluya. Hallelujah. Dunia hawaijui hapo. They don't know the world at all. Hawaijui They don't dunia. know the world. Misemo ya hapa duniani hayo. The conversation of the world. Hata umpeleke kotini, Even if you take him to court umwambie mama, huyu nimekushitaki and leo. you tell this mother, I'm taking you to court. Au Habeli, yule mzee Habeli, umwambie Or nimekushitaki maybe leo. Habel, you tell him that I've taken you to Au court. mwambie mama Rispa, mimi Or nimekushitaki. tell Mama Rispa that I've taken you to Kwa nini court. umevuka mpaka wa shamba langu? Where are you crossing the boundary of my land? Amen. Amen. Yeah? Atakwambia chukua. He'll just tell you, okay, take it. Wataka paka wapi? Or you want to, where do you want the boundary to Paka be? huko. Or you want Hata to this mgomba side? ni wangu. Even that this Hata kama aliupanda yeye banana is anasema, mine. He say, okay, take maana it. hawakulelewa wa Because they mashindano, were not brought up in competition. hawakulelewa wa ubishi. They were not brought up in disputes. Ndio juzi That's nikakwambia, why that day I told you, hata ukiona mwingine anashindana, if you find that somebody is competing, anabishana, or maybe he's competing or hawajui arguing, siasa hao. they don't know anything about Ukiona politics. wameingilia siasa, So if you find them hao talking about wanabishana politics, mmoja mahali, or they're in argument somewhere, hii elimu si yake. this doctrine is not coming from them. Kuna mtu ameitia. Somebody must have put it in them. Si yake. They're not coming from them. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ndio tumeachiwa hawa That's why they are left to vile us. tulivyoheshimu The way we honor mwanzilishi na nyumba the yake founder and his house. mwenyewe akiwa hapo, When she was there, hata leo hivyo hivyo. even today the same. Haleluya. Hallelujah. Tukaendelea kupeana heshima If we continue giving them honor na kutambua. and recognizing them, Haleluya. hallelujah. Hata uone unyonge kwa mmoja. Even if you see any weakness with one, Amen. amen. Acha Mungu mwenyewe Just leave it to God. ndiye ahukumuye kwa haki. Let God to judge them. Tutaendelea kupona, You continue getting the healing, tutaendelea kubarikiwa continue getting the na blessings kupata amani and getting peace katika mambo yote in everything, kama tulivyoona siku hizi. as we saw them at that time. Haleluya. Hallelujah. Ndio nimekwambia, That's why I told you, ukiona mwingine if you see someone, ananena yasiyo ya siasa, he's talking about politics. hawajui hao. They don't know these Hata people. umwambie nitakupeleka kwa mzee Mwakweja If kesho, you tell him that I'm taking you to Elder Makweja, mzee wa mitaa, the village elder, atakwambia he will tell you, no, nisamee. just forgive me, that's all. Maana Because kujitetea maneno ya nje ya kujitetea hao. defending themselves outside there, they are not able. Atatafuta nani uende ukanenee huko. He'll look for somebody to go and defend me there. Hawajui mashindano. They don't know anything about competition. Haleluya. Hallelujah. Hawajui. They don't know. Hawajui. They don't know anything. Haleluya. Hallelujah. Hata ukiona mwingine anashindana mahali, If you find somebody arguing somewhere ana siasa mahali, and he's talking politics somewhere, hii maneno si yake. then that doctrine is not coming from Ukifanya him. plus plus, kuna mtu aliye. All those calculations, if you do them, you find that Hallelujah. there's somebody. Amen. Amen. Kuna plus plus. If you do any calculation there, Hata tukiendelea kuwapenda, so if we continue loving them, tunapenda mama we mwanzilishi. are loving the founder mother. Ukiendelea kutambua, If we continue tunatambua recognizing, mama we mwanzilishi. are recognizing the founder Ukiendelea mother. kusamehe If nyumba we hiyo, continue forgiving that tunaendelea house, kusamehe mama we are mwanzilishi. forgiving the founder mother. Tutaendelea kupata nguvu We continue getting the za strength kuamini kupona. of believing and za kuamini believing and baraka. healing and getting blessings. Haleluya. Hallelujah. Kama tulivyoamini As we believe na kuona baraka and siku we saw hizo. the blessing those days. Na shetani hilo neno And the alitaki. devil does not want that thing. Haleluya. Hallelujah. Alitaki. He doesn't want it. Haleluya. Hallelujah. Kabisa. Surely. Ndio nikawaambia juzi, That's what I told you that day. utaona ametafuta wakili ende kanizungumzie. You find that he's looking for a lawyer to go and defend him Maana lugha za huko hawazijui. because they don't know the language of that area. Koti ni moja ya mbinguni We have only one court in ambayo heaven, wao nao wana deni which they are also ya kila indebted, mmoja kufanya bidii. that everyone is working very Hapa hard. duniani hapa On earth here, unaweza kutuma wakili ya kutetee. you may send a lawyer to go and defend Lakini you, koti ya mbinguni but the heavenly court, haina wakili. there's no lawyer there. Haleluya. Hallelujah. Hiyo ni ya kila mmoja. That one belongs to everyone.
Utajitetea mwenyewe. You're going to defend yourself there. Ukuhubiriwa ulevi ni dhambi. Didn't you hear that drunkenness is a sin? Ukuhubiriwa zinaa ni dhambi. Didn't you hear that adultery is a Hapo sin? utamwambia mtu kanisemee. You are not going to tell somebody go and Hiyo defend koti me. hiyo haina wakili There hiyo. are no lawyers there in that Hiyo court. ni ya kila mwanadamu atajitetea mwenyewe. Every human being going to defend himself. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tukaendelea kupenda So if we continue loving na kusamehe and forgiving na and kutambua recognizing Mungu wa mama God mwanzilishi as the founder ndani ya mother, mtumishi wake in his servant, Emmanuel Kea Mzungu, Emmanuel Kea Mzungu, imani ile ya kupona kwa imani, the faith of na getting imani him by ile ya faith, kubarikiwa and the faith of getting na amani blessedness manyumbani, and peace in our vile house, tulivyoiona the way we saw siku them, hizo those na days, furaha ile and that joy, itaendelea it will continue and continue and continue. Maana Yesu Kristo, Because Jesus Christ, maana Yesu Kristo because Jesus yeye Christ yule jana is the same yesterday na leo and today na milele and forever na milele and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somee hapo. You read for us again. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwa wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Hallelujah. Hallelujah. Ni kweli wameisikia Truly they have heard, lakini hawakuipenda. but because they didn't love. Kweli imenenwa The truth has been spoken, lakini hawakuipenda. but they didn't love it. Wanasema kuna nguvu zitakuja za uongo. Then he's saying that false power Pale will come katikati upon ya them. makutano pale Because in the midst of the congregation, utaona nguvu za dhambi zinawashinda. you find that the power of sin is overcoming Maana you. walipoonywa dhambi ni mbaya, Because when they were warned that sin is bad, hawakupenda, walichukia. they didn't love, but they hated. Ndio nguvu za kuwaokoa That's hazikuja. why the power of salvation didn't Maana come. hawakupenda. Because they didn't love. Hawakupenda kweli. They didn't love the truth. Hallelujah. Hallelujah. Kweli inasema The truth is saying, astahili heshima heshima. whosoever deserves honor, Astahili honor. hofu hofu. And whosoever deserves fear, Astahili fear. kodi kodi. And whosoever deserves custom, custom. Wewe waota kidole mtu huyu? So why are you pointing at this Je, ni man? wakuota kidole Is huyu? he supposed to be pointed? Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema The Bible is saying, ndugu akikukosa if a brother offends you, hata 7 mara 70 even samehe. 7 times 70, forgive him. Hallelujah. Hallelujah. Samehe. You forgive Na wewe him, utasamehewa. and you shall also be forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tukiendelea kuheshimu That's why we continue kama honoring tulivyoheshimu as we honor na kupenda and love ndugu zetu, our brothers. tutaendelea kupona We shall continue getting the na kuwa healing, na amani getting the peace, na kuombeana, baraka zitakuja. praying for each other, and blessings will come. Hallelujah. Hallelujah. Shetani muongo kwa The jina la devil, you're a Yesu. lie in the name of Jesus. Ndio pepo anatuwinda So the devil is hunting for us, tuingiwe na kuchukiana, that we may end, hatred may tuondokewe come na into us, kupendana, that love may go away from na us, Mungu ni pendo. that the word of God is love. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ni pendo. The word of God is love. Walipo na kupendana And God is loving one na another kusameheana and forgiving each na other kupenda mafundisho and loving the teaching na kusamehe moyoni. and forgiving in our heart. Hallelujah. Hallelujah. Unafanya kazi ya You're Mungu doing the work of God, lakini moyo ni safi. but then your heart is pure. Unafagia kanisa You are kanisa sweeping the church, lakini una moyo ni but then safi. your heart is Ndio pure. baraka That zitakuja. the 10 blessings will Lakini come. wafagia But then you kanisa, are sweeping the church, watolea you're Mungu, giving to God, lakini moyo si but safi. then your heart is not pure. Unawaza zinaenda wapi? You are thinking, where is this money Kwa going? sababu moyoni si safi. So because your heart is not Moyo pure, wako hujasamehe. your heart is not forgiving, Watoa kweli lakini hujaachilia. truly you are giving, but you're not Si kwa able to kupenda, pardon, not through Si love, kwa it's furaha. not through joy. Inasema chuo The Bible is saying utatumikia njaa you are going to serve na hunger uchi. and nakedness Maana wafanya kweli because you are doing lakini truly, si kwa but not kupenda. through love. Hallelujah. 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 Hata ushangae na mimi Until you're sinafanya. surprised.
Na mimi sinaunga madhambi. But then I'm confessing my sin. Kila Jumapili sikosi kuona pastor. Every Sunday I have to see the pastor. Hallelujah. Hallelujah. Walazimika tu kukaa. You are just forced to see. Maana bila kunena maneno yako hutaombewa. Because without confessing your thing you cannot be prayed for. Lakini ukiondoka hapo. But when you live there, wasema you are saying what? Pastor sije akatangaza maneno yale. Or pastor should not announce these things. Sije akasimama jukwani. Or maybe he stands on the pulpit. Sasa umenena kweli. So you have truly confessed. But then not true love. Rahabu akasema mimi ni kahaba. Rahab said, I am a prostitute. Endeni mkaandike kitabu. Go and write the book. Na mniweke humo ndani. And put me in the Bible. Kwamba kuna mtu aliokoka anaitwa Rahabu. That there was a woman who got saved and her name was Rahab. Kwa umalaya hii. Hata hii nyumba hii. Even this house. Nilijenga kwa pesa za umalaya. I built it with money that I got from prostitution. Hakuona aibu yeye. She was not ashamed of that. Ndio leo yuko mbinguni. That's why she's in heaven today. Maana alipenda. Because she loved. Hallelujah. 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 Ndio muwe macho. That's why you should be very vigilant. The devil is hunting for us. Tuondokewe na kule kupenda. That love should go away from us. Tufanye kazi ya Mungu na hofu na shaka. That we should do the work of God with fear and worries. Tuhubiri lakini tumejaa maneno mengi. We are preaching but then we are feeding practicing. Unahubiri lakini unashaka huna kupenda. You are preaching but then you are doubting, you have no love. You are full of murmuring. Na wakati ule and that time ulipokuwa unafanya kazi hiyo kwa moyo wa hiari, when you are doing that work wholeheartedly and with a lot of love na amani and peace, uliona baraka ile you saw that blessing and that leo blessing. Unakupenda but tena. today no longer loving. Hallelujah. Hallelujah. Ndio utaona mambo yanakuwa magumu. That's why you find things are becoming difficult. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anafanya kazi. And God is working na wale wapendao together with those who love. Katika kuwapatia in giving them good things. Ukisoma Warumi 8:28. If you read the book of Romans 8 anasema, he says, Mungu anafanya kazi. God is working na wale wapendao together with those who love. Wapendao. Hallelujah. Hallelujah. Na waomba tusimame. Let us all stand up. Hii ni university ya Bwana Yesu. This is the University of Jesus Christ. Na vice chancellor anaitwaje yule ni mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. And the vice chancellor the servant of God Emmanuel Kea Mzungu. Hallelujah. Hallelujah. Twaja. We are coming. Kusikiliza elimu ya Mungu. That we may listen to the doctrine of heaven. heaven. Tunakaa kwa hiyo. And then we abide by that. Amani rohoni. Peace in your heart. Unatubu dhambi, amani rohoni. You are repenting your sin, peace in your heart. Kwa Mungu amani rohoni. You are giving to God by peace in your heart. Amani rohoni. You are preaching by peace in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Ndio utakuwa mtumishi wa Mungu asiye sababu ya kutayari. That's why you be a servant of God who has no. Unakaa na mume. You are staying with the husband. Amani moyoni mwako. But then peace in your heart. Si uchungu. No bitterness every time. Wapi baraka zitakuja? Where will blessings come from? Hallelujah. Hallelujah. Neno kupenda. The word loving. Tufunge macho. Let us close our eyes. Baba Mungu wa mwanzilishi, ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu, wewe uliita yule ndugu na yule dada ili umuinue, ili umfanikishe, ili umubariki, awe shahidi kwamba wewe ni Mungu wa kuokoa. Na umedhihirika kwetu Baba, umedhihirika maishani mwetu. Mungu wa missionary, Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako. Umedhihirika kwa yule dada, hata ukamponya, hata ukamuokoa na mengi. Leo anaona uzito maana ameondokewa na kupenda. Shetani amempa kuchukizwa, ameondoa kule ndani ile furaha, kule kuamini, kule kupenda kwa kwanza. Ametia kuchukizwa na hiyo kweli iliyomletea baraka. Ametia kuchukizwa na hiyo kweli iliyomletea uzima. Amerudi kusema ni aibu kutubu dhambi. Semee Bwana watu wako, ninaamini Bwana Yesu, kazi uliyoanzisha maishani mwetu ya kupona kwa imani, ya kubarikiwa, ukatupa kufurahia, kukutolea wewe kwa moyo wa hiari. Siku zile za kwanza hata leo tunang'ara hivi, tuna amani hii, maana tulipenda, tulipofundishwa, tulipokemewa, tulipohubiriwa, ukatupa kupenda, ukafanya kazi pamoja nasi. Na wewe hujabadilika Baba. Ni wewe yule jana, leo na hata milele. Regesha kupenda kule kwa kwanza ndani ya mkubwa kwa mdogo. Afanye kila kazi unayomtuma kwa kupenda moyoni mwake, kwa moyo uliosamehe, kwa moyo uliosamehe, moyo usio na neno, furaha moyoni, kupenda moyoni. Maana unafanya kazi na wapendao, si wale wakufuatao, huku wamejaa maneno mengi, huku wamejaa manunguniko, huku wamejaa vita,
unafanya kazi Baba na wale wapendao. Turegeshe heshima ile ya kwanza Baba kwa kila mmoja tuliokuwa nayo Baba, kwa mwanzilishi na nyumba yake. Usamehe kila roho iliyochukizwa kwa utumishi na kwa kila kazi ulizomuongoza kwazo. Leo kila aliyechukizwa Baba, samehe ukaponye watu wako wakubwa kwa wadogo. Uturegeshe kanisa Kenya, Uganda na Tanzania kupenda furaha ile iliyotuletea amani, amani ile iliyotuletea wokovu, kupokea kule kwa kwanza ambako shetani alikuwinda akatia kuchukizwa. Baba, samehe kila mmoja kwa jina la Yesu. Samehe kila mmoja Baba kwa jina la Yesu. Uturegeshe furaha, uturegeshe kupenda, heshima ile ya kwanza Baba tuliokuwa nayo kwa mwanzilishi wako na nyumba yake. Samehe kila kuchukizwa kulikoingia ndani ya moyo wa kila mmoja Baba. Uturegeshe kukutumikia wewe kwa pendo, maana wewe ni yule jana, leo na milele na milele Baba. Bado wewe ni wakuponya. Mbona ifanane huponyi tena? Yale tuliyokuwa na imani nayo leo yanatisha watu. Wasiwasi, alama kidogo mwilini ni wasiwasi. Hatukuwa hivyo Baba, ni kwa sababu tumeondokewa na kupenda, tumeondokewa na kupokea kule kwa kwanza. Sante kusamehe, sante kuponya kanisa lako, kuregeshea kila mmoja kupenda kule kwa kwanza tulikokuwa nako, hata ukafanya kazi pamoja nasi sawa sawa na neno lako Baba. Maana wewe ulisema unafanya kazi na wapendao, si wachukizwao. Ondoa kule kuchukizwa kwa kila aina ndani ya moyo wa kila mmoja aliye hapa na aliye nje. Uturegeshe furaha ya kwanza, kupenda kule kwa kwanza. Tufanye kazi yako kwa mioyo iliyosamehe, kwa mioyo iliyotulia, kwa mioyo iliyopenda, maana unafanya kazi na wapendao. Sante Mungu wa mwanzilishi. Hebu ndugu mpendwa, My beloved brethren, Mungu hajabadilika. God has never changed. Bwana Yesu hajabadilika. Jesus Christ has never changed. Tumishi alituombea baraka, Servant of God prayed for na blessings, zikaanza katikati yetu. and they began in our midst. Zimekwama They are now maana stuck tumeacha kupenda. because we are no longer loving. Turudi kupenda. Let us go back to love Panapostahili heshima tuheshimu, and honor everyone who deserves honor. panapostahili hofu turudi kuwa na hofu. Where they deserve fear, you put fear. Yesu ni yule jana, Jesus is the same yesterday, leo na hata milele. today, and forever. Tutarudi kupona kwa imani, Begin getting healed by faith. tutarudi kubarikiwa, Be getting the maana blessings yeye again, hajabadilika. because He has never Ni changed. yule jana, leo na hata He's milele. the same yesterday, today, and forever. Unapoenda kumwomba Bwana Yesu, So when you go to pray to Jesus mwambie Bwana Christ, Yesu, nisamehe, tell Jesus Christ to forgive you. hata leo nimejaa wasiwasi. Even today I'm filled with worries. Ile imani niliyokuwa nayo sina tena. The faith that I had is no longer with me. Furaha ya wokovu niliyokuwa nayo sina The joy tena. of salvation that I had is no longer with Yale me. niliyokuwa na imani nayo sina tena. The thing that I had faith in is no longer with me. Maana badala ya kupenda nimeingiwa na Because kuchukizwa. instead of loving, I Na now wewe hate. unafanya kazi na wapendao. And you working together Mwambie with those Bwana who Yesu, love. nisamehe, So tell Jesus to forgive you unijalie and enable you kupenda. to love. Maana wewe unafanya kazi na wapendao, Because you are working together with those who si love. Not wachukizwao. those who are hating. Unisamehe kila You forgive kuchukizwa me every hatred kuliko ingia ndani that mwangu, entered into my heart, kuliko ingizwa ndani mwangu na that shetani. was put in me by the devil, Niregeshee kupenda, and restoring to me to love, kupokea kila fundisho, and to receive every teaching, kupokea kila onyo, and to receive every warning, kama nilivyopokea as kwanza, I received in the hata beginning. nikaona baraka And I zile saw those blessings, na baraka and zile those blessings, na amani ile, and that peace, na Bwana atafanya. and the Lord will do Hebu it. tumuombe Let us all Mungu. pray. Baba, asante Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa mwanzilishi, tulikuona Baba, ulifanya kazi pamoja nasi siku za kwanza za wokovu Baba, maana tuliingia kwako kwa kupenda, tulipokea neno lako kwa kupenda, kwa furaha, kwa mioyo iliyosamehe, na wewe hujabadilika Bwana Yesu. Mbona tukae katikati ya kusanyiko na kujaa wasiwasi na kujaa shaka na kujaa hofu ambayo haikuweko kwanza? Baba, ondoa kila kuchukizwa kuliko ingia ndani ya watu wako Baba.
Ponya kila nafsi Baba iliyoondolewa kule kupenda, maana unafanya kazi na wapendao Baba. Kupenda fundisho lako, kupokea neno lako kwa furaha, utujalie Bwana Yesu, kwa jina lako tukufu. Kupenda maonyo, kupenda mafundisho, furaha hiyo Baba, kuamini kule kwa kwanza Baba, furaha ile ya kwanza Bwana Yesu, regeshea watu wako Baba wa mbinguni. Heshima tuliyokuwa nayo Baba kwa mwanzilishi wako na nyumba yake Baba, turegeshee heshima hiyo, turegeshee hofu hiyo, turegeshee amani na ndugu zetu hao Baba. Asante, tunakushukuru. Ni wewe yule jana, leo na hata milele Baba. Umetuweka hapa chini ya jua, unataka kujitukuza maishani mwetu. Wewe unataka kujitukuza maishani mwetu, lakini hatukupi nafasi. Nafasi ni pendo, si chuki. Unafanya kazi na wenye kupenda, unafanya kazi na kwenye kupenda, si kwenye vita, ni kwenye amani, ni kwenye furaha, ni kwenye pendo. Asante Bwana Yesu, utusamehe, kutuokoa Baba, kuturegeshea Baba pendo. Unafanya kazi na wapendao, wenye kupokea, wenye furaha. Asante Baba, uumbe mioyo iliyosamehe, watoe kwa mioyo iliyosamehe, wakutumikie kwa mioyo iliyosamehe, si ile iliyochukizwa. Asante kusamehe kanisa lako, asante kuturegeshea kupenda kule kwa kwanza tulikokuwa nako Baba, hata ukatuponya magonjwa sugu. Asante kutenda Bwana Yesu, asante kusamehe Bwana Yesu, asante kuturegeshea kupenda kule kwa kwanza, hofu ile ya kwanza, furaha ile ya kwanza, amani ile ya kwanza. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wa mwanzilishi. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ukisoma Warumi 8:28 anasema, If you read the book of Romans chapter 8 verse 28, nasi tutajua ya kuwa and we know that Bwana anafanya kazi na wale wapendao. the Lord works with those who love. Wafagia lakini kwa kupenda. You are sweeping, but then through love. Wenye kufagia mtaro kwa furaha, kwa pendo. You are sweeping the trench, you do it in love. Wenye kuhubiri kwa kupenda. Those who are preaching should do it in love. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Vile vile Mungu alivyofanya kazi na So the sisi. same way that God worked with us, Leo tukiwa nyuma ya mtumishi wake today Emmanuel while behind the servant of God Emmanuel K. Mzungu, Yesu Kristo ni yule jana Jesus Christ is the same yesterday na leo and today na milele na milele. and forever and ever. Hofu ile tuliyokuwa nayo, So the fear that we had, haleluya, hallelujah, bado Mungu atafanya kazi. still God going to work with us. Haleluya. Hallelujah. Kabisa. Surely. Kwa hivyo tumemaliza ibada yetu. So we have come to the end of our service. Tufunge macho. Let us close our eyes. Na ndugu mmoja atufungie ibada kwa One maombi. brother pray closing the service. Maana ni wewe Bwana umenena nasi, maana umeona Mwokozi mwema. Ni kweli Bwana, tumetoka katika kule kupenda. Tazama Roho wako Mtakatifu amenena katika mtumishi wako Bwana, maana umeona tunaangamia, maana tumetoka katika pendo. Na wewe unasema Mwokozi kwamba wewe ufanya kazi na wale wapendao katika kuwatendea mema. Mwokozi, umeona Bwana Yesu, kumbe makusudi yako mbele zetu Bwana ni tupate mema, lakini umeona Bwana tumetoka katika kupenda. Mungu wa mwanzilishi, asante kwa huo ujumbe ambao umeutuma Baba. Ninaamini kila mmoja aliyenyenyekea mbele zako Mwokozi, umemrudishia tena, umemeumbia tena Bwana kule kupenda. Maana umeona Mwokozi mwema, tumekuwa na maneno mengi Mwokozi, tumetoka katika kupenda, tumenena mahali ambapo hatustahili Bwana. Tazama nyumba ya mwanzilishi wako, tumepata mema kutoka hapo, lakini Bwana tazama, tumekuwa na maneno mengi ambayo ni kinyume chako Mwokozi, ambayo yametufanya hata leo hatupatie amani.
Mwokozi mwema, tusemee Baba. Ninaamini kila mmoja aliyenyenyekea Baba, naamini Baba msamaha wako umeshuka, na Bwana unaenda kuponya kanisa lako Baba. Tazama mahali palipotoka lile neno Mwokozi, parudishie maradufu Mwokozi. Baba wa mbinguni, nasema ni asante. Tazama nyumba ya mwanzilishi wako Mwokozi Baba, kaitulize Baba, kaipe amani Baba na uzima. Tazama mtumishi wako Baba, ambaye Baba umemsimamisha kwa ajili yetu Baba, zidi Baba kumpa uzima na amani na afya pamoja na nyumba yake Baba. Tazama Mungu wa mwanzilishi, tunaenda kufumukana sasa Baba, tufumue kwa amani Baba, ukatulinde mahali tunaporudi Mwokozi. Asante Baba wa mbinguni, maana wewe umesikia Baba na umetenda na kutimiza. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Asante Mungu wa mwanzilishi. Karibu mama yetu. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Imba, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Imba, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Oh, ni anasa, Hapana, nimekataa kabisa. ni ulevi, Hapana, nimekataa kabisa. oh, ni uzinzi, Hapana, nimekataa kabisa. oh, ni anasa, Hapana, nimekataa kabisa. imba ni kutopenda, Hapana, nimekataa. imba ni kutopenda, Hapana, nimekataa. imba, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Imba, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Imba, kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani